So tutaanza. Tumesema leo tunasoma vitu za kutengenezwa kuzimu. Sometimes ama magonjwa ya kutengenezwa. Magonjwa ya kutengenezwa, matatizo ya kutengenezwa. Yani wewe unadhani it's normal for you to undergo hasara, lakini ile hasara imetengenezwa. Unadhani ni wewe ni normal umepata magonjwa fulani, unadhani yale magonjwa ni kawaida, lakini kumbe yametengenezwa. Napenda kuanza na kukumbusha sisi ni kina nani. Sisi ni kina nani? Kwanza tumeumbwa kwa mfano wa Bwana. Tukuje tufanye nini? Tutawale wapi? Tutawale anga, tutawale inchi na tutawale bahari. Biblia inasema mwanadamu ni nani hata nikamvisha taji la heshima na akaweka kila kitu chini ya miguu yetu. Kila kitu iko chini ya uongozi wetu. Mbingu ni mbingu za Bwana, lakini inchi ametupatia sisi. Nawaambia hivyo kwa sababu tukianza vita, nikikwambia ukamate anga, unajua anga inafaa ikuwe chini ya uongozi wako. Nikikwambia ukamate bahari, bahari inafaa ikuwe chini ya uongozi wako. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, endeni muijaze dunia na muitiishe. Yani the whole world, uitiishe. You command. Sisi ni miungu na sisi ni wana wa Mungu aliye hai. Unanipata? Tunaanza kuona asili yetu. Tumeumbwa kwa mfano wake. Sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Sisi ni wapakwa mafuta pamoja na Kristo. Unaona? Waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. So sisi ni wana wa Mungu, right? Alafu tutakuja kwa vita. Biblia inasema katika kitabu cha Ephesians 6, nitaanzia verse 11 up to 18. Inasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupigana kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, okay? Ni juu ya falme, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza, ni juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa giza, katika ulimwengu wa roho, Kwa sababu hiyo toaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu. So tunaishi katika siku za uovu. Biblia inasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wafalme, ni juu ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema fanya nini? Tuvae silaha zote za Mungu. Silaha za Mungu ni nini? Ni maombi. Silaha za Mungu nini? Ni damu ya mwana kondoo. Silaha ya Mungu nini? Ni jina la Yesu. Biblia inasema kila alitaye jina la Yesu ataokolewa. Unanipata? Kila ailitaye jina la Yesu ataokolewa. Ukisoma kitabu cha Mathayo chapter 8 verse 17 inasema miujiza hii ilitimia yale yasemwayo na nabii Isaya kwamba alichukua udhaifu wetu na akabeba magonjwa yetu. Yani magonjwa yetu na udhaifu wetu ulibebwa. Yani sisi si wadhaifu tena. Yani sisi ni watu wenye nguvu. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Hiyo ndio tunaanza tu. Nataka unakumbusha ile mamlaka mmepewa. Yani wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa wewe utapiga wafalme, kwa wewe utapiga mataifa, kwa wewe kuna mzee utampiga, kuna mtoto utampiga, kuna mama utampiga na kuna mwanaume utampiga, kuna mkuu utampiga na kuna wachungaji utawapiga. Yani wewe, kwa wewe utapiga mchungaji, utapiga na kundi lake, utapiga mataifa, utapiga wafalme. Yani wewe, kuna wafalme wa giza. Tumeona kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya wafalme. Wale wafalme ni wewe, Mungu anakungojea uwapige. Ukipiga wewe ni Mungu anapiga. Ukipasua wewe ni Mungu anapasua. Ukisema achia ni Mungu amesema achia. Ukisema narudisha nyota zangu ni Mungu anarudisha. Ukisema naachia moto kutoka mbinguni ni Mungu anaachia moto kutoka mbinguni. Maana umeumbwa kwa mfano wake na ukapatiwa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge. Yani hakuna jambo ambalo huwezi kulifanya. Kuna mambo mengine kwenye ulimwengu wa roho yanakukalia, kwenye ulimwengu wa damu na nyama yanakukalia ngumu, yanakaa ni kama ni magumu kuyafanya, lakini Mungu anakuambia wewe utapita kwenye moto lakini utatoka kama dhahabu. Utapita kwenye maji iliyo na nguvu lakini gharika haitakupita, haitakupata. Utapita kwenye maji, yani moto upo lakini utaingia kwenye moto lakini hautaungua. Yani ile shimo la simba lipo lakini ukiingia ndani ya shimo la simba Mungu atafunga makane ya simba. Kuna uwezekano umeingizwa kwenye tundu la magonjwa lakini Mungu anafunga makane ya magonjwa. Kuna uwezekano umeingizwa kwenye shida lakini Mungu anafunga makane
ya shida. Kuna uwezekano amekutumia mashetani, lakini leo na sasa hivi Mungu atafunga makani ya mashetani. Tutayapasua pasua, tutayavunja kwa damu ya mwanakondoo. Nataka kila mtu ajae ujasiri. Yani maombi yetu yanakuwa maombi ya ujasiri. Maombi yetu yanakuwa ni maombi ya kuvunja, kuharibu, kuteketeza na kudai vitu zetu. Kumbuka kwenye ulimwengu wa roho hakuna kitu inaitwa huruma. Hakuna kitu inaitwa huruma. Kwa wale wanaishi huruma, I think huruma ni mahali tu hapo. The only play kwenye ulimwengu wa roho huruma ni mahali tu, lakini kwenye ulimwengu wa roho unapata baba anatumwa amdefile mtoto wake. Unapata mama anampiga, anamtoa kafara nini? Anamtoa kafara mtoto wake. Hakuna huruma. Hakuna huruma. Sasa mimi nitakushangaa wewe ukianza kuhurumia wachawi. Na mchawi ameiba nyota yako, amempatia msanii fulani. Mchawi ameiba nyota yako, ameenda amepeleka kuzimu huko, wewe unamwonea huruma. Ndio maana Mungu anatuambia tuvae kila silaha ya Bwana ili tupate kupigana ile siku ya uovu. Tuvae kigao na ngao, tuwafuate, tuwaweke kwenye njia ya utelezi, tuwaharibu, tuwapasue, tuamuru malaika wa moto wafuate, awapige, awapasue kwa damu ya mwanakondoo, na turudishe vyote vilivyo ibiwa in the name of Jesus. Na uwezo wa Mungu aliye hai. Hujachelewa. So tushaona sisi ni kina nani. Tutaanza kwa kitabu cha Marko chapter 5 verse 3, okay? Na kuonyesha vile mapepo waga yanatumwa. Haya, mtu huyu aliishi makaburini. Kuna mtu alikuwa anaishi makaburini na hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga hata kwa mnyororo. Kulikuwa na mtu anaishi makaburini na hakuna mtu yoyote alikuwa anaweza kumfunga hata kwa mnyororo. Watu walijaribu kila mara kumfunga kwa minyororo na vyuma kwenye miguu na mikono. Hata hivyo aliweza kuvunja minyororo ila na pingu zake alizivunja. Kila mara usiku na mchana akiwa makaburini kwenye mlima alipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Alikuwa anajikatakata. Huyu mtu alikuwa amepagawa na mapepo. Alipomwona Yesu kutoka mbali, alimkimbilia na kumsujudia mbele yake. Kisha akalia kwa sauti kubwa akasema, "Unataka nini kwangu Yesu, mwana wa Mungu aliye mkuu zaidi? Na kuomba uwape mbele za Mungu kwamba hutanitesa." Huyu jamaa alikuwa na mapepo. Mapepo kwa mwingia, alikuwa anajikatakata, akifungwa mnyororo na pasua na zikatakata. Alipomwona Yesu, alimkimbilia Yesu. Ndio maana kila goti litapinda kwa jina lake. Kila magonjwa yataondoka kwa jina lake. Kila tatizo zitaondoka kwa jina lake. Alipomwona Yesu akamkimbilia akamwambia, "Tunakujua wewe mwana wa Mungu aliye hai. Umekuja kutuondoa kabla wakati." Yesu aliamuru zile mapepo. Akauliza kwanza, mko wangapi? Wakasema tuko wengi. So unawezekano wewe mtu mmoja, nataka kuonyesha vile unaweza tupiwa vitu mingi. Wewe ni mtu mmoja, huyu ni mtu mmoja lakini anakuwa na mapepo zaidi ya 2000. Unaweza kuwa uko na mapepo zaidi ya 2000. Kuna pepo limeingia kama umaskini, kuna pepo limeingia. Kumbuka pepo iko na roho ndani yake, roho ya ufukara. Imebeba roho ndani yake, roho ya magonjwa. Imebeba roho ndani yake, roho ya kufunika ndoa. Imebeba roho ndani yake, roho ya kufunika biashara, roho ya kuibiwa kibali. Imebeba roho ndani yake. Yaani wewe ni mtu mmoja lakini uko na maroho mingi ndani zimekaa ndani yako. Zimegeuka kama magonjwa, zimekuletea magonjwa, zimekupinda hivi. Unatembea ni kama umepinda, unapata pesa inapotea, umefunikwa, unajaribu kutafuta mume unakosa, unafungua biashara inakosa. Ni kuna roho yani. Shetani anafanya kazi ndani na anafanya kazi nje. Anafunika biashara yako, anafunika ndoa yako. Ndio maana shetani anajulikana kama kerubi afunikae. Ana uwezo wa kufunika ndoa, ana uwezo wa kufunika nyota, ana uwezo wa kufunika biashara, anaweza kufunika uso mpaka uso wako haungai. Unatembea lakini watu hawakuoni. Tatizo si urembo ni it's just a part of it. Tatizo si eti wewe umeunga sana, umeenda gym, uko na mwili mzuri. Hiyo si tatizo. Tatizo ni nyota imefunikwa. Tatizo ni nyota imeibiwa. Ukaachia mashetani kama magonjwa. Ukikuwa mashetani ikakunasa kwenye hatima fulani. Huyu jamaa alikuwa anakaa kwa makaburi, pepo ikaingia ndani yake, ikamgeuza akakuwa wazimu. Tutaendelea kusoma bado kwa kitabu cha Luka. So tumeona mtu mmoja unaweza kuwa na mapepo mengi. You can have so many demons. Unaweza kuwa na vifungo mingi. Unaweza kuwa mtu mmoja na you have multiple spiritual spouses. Ila wametumwa. Kutumwa wakapatiwa instruction. Wachawi wanatengeneza madhabahu, wanatoa kafara zao. Rafiki yako ako na wivu na wewe. Wivu tu.
Mchawi ama mtu akona wivu, hata wewe kuwa na gari ni wivu. Anapata wivu, anapeleka mbuzi wake pale, anachinja ile mbuzi, anaita mashetani. Mashetani yanakuja, yanabugia, yanakunywa ile damu, alafu yanaanza kupatiwa maneno, endeni kwa mtu fulani mkamfunge, endeni kwa mtu fulani mkamfunge uzazi, endeni kwa mtu fulani kila kipata zile tarehe zake za mwezi zikuwe na uchungu zaidi, endeni mkafunge uzazi, endeni mkamfunike nyota yake ising'ae, endeni wanapatiwa instruction. Yale mapepe yanaenda, yanageuka, yanakuwa ile shida ambayo yamepatiwa huko. Nitawafundisha hapo chini vile mapepe ugeuka. So kitabu cha Luka chapter 13 verse 10, okay? Inasema, siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye alipindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yani alikuwa na pepo wa nini? Wa udhaifu. Huyu ni pepo ametumwa akageuka akakuwa pepo wa udhaifu. Unanipata? So, huyu ni pepo ametumwa akageuka kuwa pepo wa magonjwa. Huyu ni pepo ametumwa akageuka akakuwa pepo wa kuiba nyota. Huyu ni pepo ametumwa akageuka akakuwa pepo wa kufunika biashara. Huyu ni pepo ametumwa akakuwa pepo wa kufanya nini? Wa kuleta hasara. Unanipata? Lakini leo kila silaha iliyofanyika juu yako haitofaulu, ama ulimi ulioinuka kukuhukumu wewe tutahukumu mkosa. Imeandikwa kwa Biblia ya kwamba waliojikusanya kwa ajili yako wataanguka kwa ajili yako. Sema neno tu nalo litabatilishwa. Sema shauri nalo litageuza. Leo mashauri ya giza tutayageuza, mapepo ya kuzimu tutayageuza, mizimu na majoka zake tutazifyatua, tutaangamiza madhabahu, tutapiga farasi na mpanda farasi. So tunaona huyu pepo aliingia kwa ule mama, alikuwa ana bleed kwa muda wa miaka 18, lakini pepo aliingia ndani yake. Alipoingia ndani yake, alikuwa amefungwa kwa miaka 18. Alipoingia ndani yake akageuka pepo wa udhaifu. Mama akapinda mgongo. Mama alipinda mgongo kwa miaka 18, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Umefunguliwa. So huyu mama alikuwa amefungwa katika udhaifu wako, katika udhaifu wake. Kuna uwezekano hata wewe umefungwa katika umaskini. Kuna uwezekano hata wewe watoto wako wamefungwa katika ujinga fulani pale, anasoma haelewi, nyota imeenda, amefungwa. Kanuni za wachawi ni akiba nyota, anakuachia pepo kwa muda wa siku fulani, ile pepo igeuke kulingana na ile magano ambayo amepatiwa. Ndio maana unapata kuna watu wako bipolar, unapata kuna watu ni vichaa, unapata kuna watu ni pombe tu, unapata kuna watu wanapenda anasa, kuna watu yani wanapata amani kwenye kukunywa pombe, yani wamefungwa. Kwa uhalisia huyo mtu hayuko, ako kwenye masanduku ya watu. Kwa uhalisia huyo mtu hayuko, amefungwa kuzimu. Ndio maana Biblia inasema kuzimu kutachia watu na bahari itaachilia watu. Unanipata? Ili wapate kuhukumiwa kwa damu ya mwanakondoo. Lakini leo kama kuna yoyote aliyekufunga, tutamfuata mahali alipo, tutampasua, tutavunja kila magano, tutajiita kwa damu ya mwanakondoo. Nyota yetu itarudi katika jina la Yesu Kristo. Kila kitu kitarudi by the blood of Jesus, in the name of Jesus Christ. Anasema brother yake ni pombe tu. Brother yake amefungwa, nyota imeenda, akaekelewa pombe ndani yake, akaekelewa roho ya kumshika kwenye hatima yake. Kuna uwezekano wewe hatima yako ni kubwa. Maangamizi attack zako ni kwa sababu uko na hatima kubwa. Yani nyota yako inang'aa. Wachawi wakizama kwenye ulimwengu wa roho, kitoa madhabahu yako, anaweza kuona wewe miaka mbili ijayo utakuwa na nini. Anafanya nini? Anazuia. Ndio maana Biblia inasema ameweka giza kwenye njia zako, ameweka mawe yaliyochongwa kwenye njia zako, ameroga, amekufunga. Balak ule mchawi alitengeneza madhabahu, akazama, akaanza kusema namuona ila si sasa, namtazama ila si karibu. Yani kuna mchawi alizama akakuona, akasema huyu mtu anapokuja atakuwa na magari mingi sana, huyu mtu anavyomuona atakuwa na watoto wenye baraka. Akafanya nini? Akaenda akatoa madhabahu yake, akatengeneza madhabahu kwa huko kuzimu, kwa wachawi, kwa waganga, akatengeneza kafara yake, akaita mashetani wakanywa damu, akaambia sasa endeni kwa mtu fulani mfunge, endeni kwa mtu fulani mgeuke mkue kansa, endeni kwa mtu fulani mgeuke mkue udhaifu, endeni kwa mtu fulani mpindishe, endeni kwa mtu fulani mkachukua uso wake. Wakichukua uso, unashangaa wewe unatembea, watu wakutazami, watu kitambo watakuwa wanakuambia hey, how you doing, wanakusalimia. Lakini sasa unashangaa, unaweza kusema ai, kwa nini nimekuwa mzee na bado hata sijafika miaka 30? Unashangaa, upele si upele.
ngozi inaharibika, mikono yako ikuwe ya baraka tena. Na Biblia inasema atakubariki uingiapo, atakubariki utokapo. Unashangaa. Kumbe ni mashetani yameingia ndani yako, yakakuwa, yakakufunga, yakakufunika. Lakini leo kila kifuniko cha kichawi tutakiondoa. Kila hasara iliyoletwa na kichawi ya kiganga tutaipasua. Maana imeandikwa hakuna uganga juu ya Yakobo wala uchawi juu ya Israeli kwa damu ya mwanakondoo. Kuna watu kwenye familia zao, kuna pattern, kuna babu ukoo alipeleka kafara kuzimu, akasema hawa, akakabidi. Yani hapo ndio wakati yani mashetani, mapepo, majoka wako na direct contact na wewe. Kuna babu alipeleka madhabahu yake, alitengeneza madhabahu, akaenda akatengeneza kafara zao, akapatiana the whole generation kwa mizimu. Yani kuna pattern ya magonjwa, kuna pattern watu wanakufa haraka, kuna pattern hata watu wakisoa mavipi bado wanaangamia kwenye pombe, kuna pattern fulani watu hawaolewi, kuna maagano yalifanywa. Lakini zile covenants leo tutazivunja. Zile maagano zilizosemwa kwa damu ya mwanakondoo tutaziangusha. Utashangaa leo ukichumbia unapata mke, utashangaa leo tukivunja, anza biashara inakuwa. Utashangaa leo ukisema nyota yangu ya akili njoo, yote itatoka kuzimu kwa damu ya mwanakondoo. Itakuja kama vile ilivyoenda. Tutaamuru wale waliochukua nyota yako watazileta kwa damu ya mwanakondoo, na ile njia uliokuja nayo mjini ndio njia atakayo rudi nayo. Tutawasambaratisha njia 7, maana Biblia inasema adui amekuja kwa njia moja, atasambaa kwa njia 7. Leo kwa damu ya mwanakondoo tutawapiga, tutawapasua. Wataleta nyota, wataleta mikono yako, wataleta kila kitu katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Sasa huyu mama alikuwa amefungwa. Yesu akaweka mikono juu yake, naye akanyoka mara hiyo akamtukuza Bwana. Je, au kusoma verse 16 mstari wa 16 nasema, na je, huyu binti wa Abraham ambaye shetani amemfunga miaka 18 haikumpasa afunguliwa katika kifungo hiki cha siku ya Sabato? Na nipata. So kuna watu umefungwa toka uzaliwe. Kuna babu alitengeneza madhabahu, akafanya maagano, akapeana ukoo kwa shetani, akapeana generation kwa shetani. Ndio maana Biblia inasema Mungu wapatiliza wana maovu za baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanichukiao. Kuna nyanya, kuna babu alikuwa nadhani analinda familia, alikuwa nadhani kwa kupeleka kafara yangu, nikitoa kafara watoto wangu watakufa, lakini kumbe ndo amekabidhi generation mzima kwa kuzimu. So unapata umezaliwa umefungwa, unajaribu sana kufanya biashara inaanguka. Unapata ulikuwa kwa mahusiano na mtu, kumbe huyo mtu kwao wanagiza, kumbe huyo mtu kwao wana madhabahu ya kichawi, kumbe yule mtu kwao ile siku tu mliposhiriki naye tendo la ngono, mliposhiriki naye tendo la mliposhiriki tendo, ukajiunganisha na ile madhabahu, ile shida ikaanza kuwa shida yako, yale matatizo kwa yao ikaanza kuwa matatizo yao. Unalala usiku unapata kuna babu anakuingilia kimwili, kumbe huyo babu hata si wenu, ni babu wa ukoo wa ex wako, ni babu wa ukoo wa ule mtu ulishiriki naye tendo ukiwa mtoto mdogo, kumbe ni babu anakuja usiku, unashangaa huyu babu kuna muda fulani anageuka anakuwa mnyama, kuna muda fulani anageuka anakuwa simba, kuna muda fulani anageuka anakuwa ndovu. Unashangaa huyu babu anataka nini? Kumbe umejiunganisha na madhabahu ya giza. Lakini kuanzia leo tutajitenga na hizo madhabahu. Kuanzia leo tutaamuru damu ya mwanakondoo ikatekate hizo kamba katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana Biblia inasema kila nira italegezwa kwa mafuta. Kuna nira zimekushika, nira ni kamba, kuna nira zimekushika na madhabahu fulani. Leo kwa damu ya mwanakondoo tutaamuru kila kamba iliyokushika na madhabahu fulani tutazipasua, alafu tutajitenga na hizo madhabahu in the name of Jesus na uwezo wa Mungu aliye hai. Sitaki tupotee kwenye somo letu. Somo letu leo ni matatizo ya kutengenezwa ama magonjwa ya kutengenezwa. Unatupiwa pepo inakuwa kama magonjwa. Leo tutaziharibu leo. Sasa unaona huyu mtu alikuwa amefungwa, huyu mama alikuwa amefungwa. Kuna time Yesu pia alikuwa ametoka kwenye mlima kuomba, akaja ukisoma Mathayo twende tulikuwa soma Luka. Mathayo chapter 9 verse 32 to 33 inasema, nao walipokuwa wakitoka, tazama walimletea mtu bubu mwenye pepo. Alipotolewa yule mtu akanena, makutano yakastaajabu.
Unanipata? Huyu mtu alikuwa na pepo bubu. Yaani pepo lipoondoa. Yaani huyu mtu ako sawa kabisa. Alizaliwa akiwa sawa. Alizaliwa akiwa umebarikiwa. Wewe umezaliwa kama umebarikiwa. Umezaliwa uko na nguvu. Biblia inasema umebarikiwa kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Yaani umebarikiwa kwa baraka zote, lakini mapepo yakatumwa ndani yako yakakufunga. Huyu mtu alikuwa amezaliwa sawa, lakini alikuwa na pepo bubu. Yaani alikuwa hawezi kuongea. Ulimi wake umeshikwa, hawezi kuongea. Kuna uwezekano hata wewe umeshikwa, hauwezi kufungua biashara. Kuna uwezekano pepo limeingia ndani ya mwili wako, limetumwa kutoka kuzimu, likaingia ndani ya mwili wako, likakufunga upati mme, ikakufunga unafanya biashara inaanguka, ikakufunga unajaribu kitu inaanguka, ikakufunga hata leo kuomba ujui, ikakufunga hata ndoto wote. Leo kwa damu ya mwanakondoo tutaamuru moto kwa damu ya Yesu, tutaachilia miale ya moto, tutaachilia radi kwa damu ya mwanakondoo. Huyo pepo aliyeingia tutamwamuru adondoke. Huyo pepo aliyeingia tutaamuru apasuke pasuke. Huyo pepo aliyeingia tutaamuru atoke na virago vyake, maana sisi ni wana wa Mungu aliye hai. Sisi ni masihi wa Bwana, sisi ni wapako mafuta wa Bwana, na imeandikwa hakuna wezaye kumnyoshia mkono mpako mafuta wa Bwana. Aliyekunyoshia mkono akatuma mapepo, leo tutampasua pasua, tutamfyeka, tutamkanyaga kanyaga katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Nataka unafundisha siri moja. Kuna uwezekano ndani yako kuna mapepo, wachawi ama waganga ama shetani anaweza fanya kazi akiwa nini? Akiwa nje. Anafanya kazi akiwa nje. Kuna mtu ametengeneza replica. Replica ni kitu ambacho kinakaa kama wewe lakini sio wewe, kinauhalisia kama wewe lakini sio wewe. Anaweza tengeneza mdoli, anaweza chukua hata mbuzi akachinja, akachukua mguu wa mbuzi akaufunga, anaweza tengeneza kifuli akaufunga, ama akatengeneza sanamu ili mapepo zikaingia ndani yake. Tunaona wachawi wa Misri waligeuza miti ikawa nyoka. So kuna uwezekano hata wewe unaweza geuza kiumbe fulani kikakuwa kama wewe. Sasa zile mapepo zinaingia ndani. Wewe unapiga mashetani ya ndani, lakini mashetani yako pale. Leo kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai, aliyetengeneza vitu vyote ambazo zinaku represent wewe, tutaziteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Shetani anayefanya kazi nje na ndani tutampasua pasua. Ndio maana Biblia inasema nikamuona Yoshua mtumishi wa Bwana amesimama mbele ya malaika na shetani amekaa mkono wake wa kulia tayari kushindana naye. Yule shetani aliyekaa pande yake wa kulia kushindana naye tutamkamata, tutampasua. Yule shetani aliyekaa pande yake wa kulia kushindana na wewe tutampasua pasua. Kama kuna mtu ametengeneza replica, kama kuna mtu ametengeneza copy, zile copy tutaziteketeza kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Hakuna kulaza usingizi wa kichawi, hakuna kulaza usingizi wa kiganga. Hakuna usiku nalala tunajipata uko kwenye sleep paralysis au move wanakuangia. Leo kwa damu ya mwanakondoo tutawapasua, tutaachilia ulinzi wa damu ya Yesu na uwezo wa Mungu aliye hai, kwa kuwa sisi ni washindi zaidi ya washindi katika yule fanya nini? Atutiae nguvu. Na tunayaweza yote kupitia Kristo atutiae nini? Nguvu. Tumeanza kuona sasa. Tutenda kitabu cha Wafalme. Nataka uonyeshe vile mapepo yanakuwa. Kitabu cha Wafalme wa kwanza chapter 22 verse 20. Okay, nitaanzia 20. Okay, ndipo Mwenyezi Mungu akauliza, ni nani atakayemshawishi Ahabu aende akaangamie wapi? Ramoth Gileadi. Nitawakumbusha tu, kulikuwa na vita Ramoth Gileadi. Mungu alikuwa anataka Ahabu akufe. Ahabu ni mtoto wa Jezebel. Alikuwa anataka Ahabu akufe. Pakatokea mkutano mbinguni. Okay, haya ni maneno ya Mikaya. Mikaya alikuwa anaongea maono yake. Okay, pakatokea akamwangamiza Ramoth Gileadi. Nitaanza tena. Ndipo Mwenyezi Mungu akauliza, ni nani atakayemshawishi Ahabu aende akaangamize Ramoth Gileadi? Kila mmoja akajibu alivyofikiri. Kisha pepo mmoja akajitokeza mbele ya Mwenyezi Mungu akasema, mimi nitamshawishi. Okay, pepo moja akatokea mbele ya Mwenyezi Mungu akasema, mimi nitamshawishi. Bila shaka kulikuwa na malaika, kulikuwa na makerubi. Makerubi ni watu ni viumbe vitakatifu, malaika ni watakatifu. Wakaona hawawezi, pakatokea pepo akasema, mimi nitaenda kwa Ahabu nimshawishi afanye nini? Akwe Ramoth Gileadi akaangamizwe. Mwenyezi Mungu akamuuliza, kwa mbinu gani? Utafanyaje? Ule pepo akasema, naye akajibu, nitakwenda okay, na kuwafanya manabii wote waseme uongo. Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe utamshawishi utamshawishi na utafaulu.
Pepo akasema mimi nitakuwa kama, nitaingia kwenye vinywa vya manabii. Nikiingia kwenye vinywa vya manabii, wale manabii wataanza kuongea uongo. Yaani huyu ni pepo kabisa. Pepo kabisa. Ametumwa kutoka kwenye madhabahu. Tuseme ametumwa na wachawi, wametumwa mapepo, washakunywa damu. Chakula cha mapepo ni damu na udi na uvumba. Zile harufu, the incense. Unaona unapata kuna maduka fulani waga wanachoma udi. Kuna tamaduni fulani watu wanachoma udi kwenye maduka zao, wanachoma ubani kwenye maduka zao. Mapepo yanakuja na zinakula ama wanachinja damu. Unapata mtu anakunywa damu, unapata watu wanamwaga damu kwenye mawe, unapata watu wameenda kufanya zile traditional weddings, wanachinja mambuzi, wanaweka pale kwenye miti, wanamwaga pombe, mashetani zinakunywa. Sasa mashetani zikishakunywa zinakuja. Huyu pepo alisema nitaingia kwenye vinywa vya manabii, wataanza kusema uongo. Right? Wataongea uongo kuhusu kumshawishi Ahabu. Na Mungu akamwambia enda utafaulu. So kuna mapepo zimekuja, zimetumwa, zikasema mimi nitaingia mtu fulani, nitaingia kwenye mwili wake, nitakuwa pepo wa magonjwa. Nitaingia kwenye mwili wake, nitakuwa pepo wa hasara. Nitaingia kwenye mwili wake, nitakuwa pepo wa this and this and this. Nitaingia kwenye mwili wake, nitakuwa pepo wa udhaifu. Nitaingia kwenye mwili wake, nitampindisha. Nitaingia kwenye biashara yake, nitaizima. Nitaingia kwenye maisha yake, nitaingia kwenye mtoto wake kuanzia leo atakuwa wazimu. Nitaingia kwenye mifuko yake, nitaitoboa. Nitaingia kwa damu mwanakondoo, kwenye ndoa yake nitaipasua. Nitaingia kwenye matumbo yake, kila akipata siku zake za mwezi anakuwa na uchungu mingi. Nitaingia kila akipata mimba, nitakula mimba. Nitaingia kila akipata mimba atakuwa na miskari. Nitaingia kwenye mifuko yake ya uzazi, kila kijaribu tu akienda hospitalini anaambiwa sperm count yako iko chini, uzazi wako uko chini. Unashangaa, mimi nimezaliwa na uzazi, leo iko chini. Leo tutaangamiza kila silaha, tutavunja kila silaha. Yaani huyu ni shetani. Pepo na wachawi wanatuma mashetani, wametengeneza kafara zao, lakini tutateketeza hizo kafara leo. Tutavunja kila maagano, tutaangamiza magonjwa, shida za kutengenezwa kuzimu, tutazipasua, tutazisaga, tutazivunja katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu ali hai. Tutaenda kusoma kitabu cha Ayubu. Tuko karibu kuanza vita. Normally si tunaanza 11:30, tunapiga wanawa yetu strong ya vita ya kuharibu, ya kurudisha vitu zetu kwa damu ya mwanakondoo. Tutaangalia kitabu cha Ayubu chapter 2 verse 7. Basi shetani akatoka mbele za Bwana. Shetani alikwenda mbele za Mungu. Alipotoka mbele za Mungu, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu kwenye wayo hadi kwenye kichwa. Shetani akampiga Ayubu. Unanipata? So shetani, yes, Job 2:7. Shetani ana uwezo kutumia magonjwa. Ayubu, ng'ombe zake zilichomwa, punda zake zilibiwa, ngamia zikaibiwa, moto ukatoka kutoka mbinguni, moto wa kichawi. Tatu tunaona hapa Ayubu alitumiwa majipu na shetani. Kuna uwezekano wachawi, leo wachawi sisi ni watenda kazi pamoja na Kristo. Wachawi ni watenda kazi pamoja na ibilisi. Yaani kwa ile nguvu ya ibilisi kwa ndani yao, wamepatiwa nguvu ya ibilisi. Kuna uwezekano anaweza kupiga na hasara. Kuna uwezekano anaweza kupiga na magonjwa. Kuna uwezekano anaweza kupiga na kitu chochote ambacho atasema kutokea na uwivu tu. Mimi nishaona watu fulani wakinipiga na magonjwa, lakini magonjwa yalidondoka. Nishaona watu fulani wakituma wenda wazimu, lakini ule wenda wazimu ulidondoka. Nishaona watu wakitumiwa mashetani. Nishaona watu wanafanya uchawi kuzimu. Nikawaona na nikawapasua. Kila silaha yao nilivunja, kila magano niliangamiza kwa damu ya mwanakondoo. Ndio maana Biblia inasema ashindanaye na Bwana atapondopondo. Kutoka mbinguni Bwana ataachilia radi itawavunja, na pembe za wenye haki zitainuliwa na pembe za waovu zitavunjwa. Leo kuna pembe ni ishara ya nguvu. Zile pembe za wachawi tutazikata, wakuu wao tutawafuta, kuzuia biashara tutaiangamiza katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Matukio zote za kichawi tutaziangamiza. Kwa kuwa nini? Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini ziko na yeye. Turudie tena, Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini ziko naye. Kuna uwezekano umepitishwa kwenye mauti, leo ile mauti tutaipasua. Kuna uwezekano umekupitishwa kwenye magonjwa, yale magonjwa
Usikimbilie kwanza, usikimbilie kutafuta remedy kwanza. Piga magoti pale. Hata kama unaumwa sana, wewe ni mdhaifu, sema kwa damu ya mwana kondoo, udhaifu huu kama ni wa shetani, udhaifu huu kama umetumwa na joka, udhaifu huu kama ni wa kiganga, udhaifu huu kama ni mapepo, na idondosha. Na kataa kushikwa kuzimu, na kataa kutumia magonjwa, na piga kila pepo, na amuru kila pepo udhaifu toweka kwa damu ya mwana kondoo. Utaona sasa, utashangaa, utainuka. Kama ulikuwa na magonjwa utasimama, utainuka. Alafu unachukua hatua ya imani sasa. Unaweza meza aspirini yako pale, unaweza enda hospitalini, unashangaa. Ndio maana kulikuwa na mfalme anaitwa Hezekia. Hezekia aliugua kiasi cha kufa. Elijah akamfuata akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako kwa kuwa utaangamia. Kwa kuwa nini? Utakufa. Unanipata? Lakini Elijah akasema, akamlilia Mungu, akatazama mbinguni, akaanza kumkumbusha Mungu yale mema amefanya. Mungu akamjibu. Before Elijah avuke kwenye geti yake, kwenye lango lake, Mungu akaongea na Elijah akamwambia arudi back kwa Hezekia. Unaona, kuna uwezekano umeshikwa, kuna uwezekano kuna magonjwa, yale magonjwa ni kama yanakuangamiza. Kuna uwezekano leo tutamlingana Bwana kwa damu ya mwana kondoo. Tutamfuata Bwana kama Yabez, tutamwambia Bwana, bado mimi nimeota ndoto na meota ndoto hafi. Tutamwambia Bwana, mimi biashara yangu bado inakufa. Biashara yangu bado sijakula mema ya biashara, bado sijapata mchumba, bado kwa damu ya mwana kondoo. Leo udhaifu utadondoka kwa damu ya mwana kondoo, maana sisi tutamlingana Bwana, na kila alitaye jina la Bwana ataokolewa. Hakika tumeponywa na magonjwa, hakika tumeponywa kwa damu ya mwana kondoo. Alipigwa kwa ajili yetu, akasulubiwa kwa ajili yetu, akateswa kwa ajili yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumekuwa matajiri. Kumbukeni na rehema za Bwana Yesu alipowekwa msalabani, akavunja laana zote za Torati ili sisi kwa njia ya imani tupate baraka za Ibrahimu. Kumbukeni na rehema zake, ijapokuwa alikuwa tajiri, akaishi maisha ya maskini ili sisi tukue matajiri. Si utajiri wa kiroho tu, bali ni utajiri wa mali. Si utajiri wa kiroho tu, bali ni utajiri wa magari, ni utajiri wa biashara, ni utajiri wa kila kitu kwa damu ya mwana kondoo. Leo kwa damu ya mwana kondoo, ile siri ya uasi iletaye magonjwa tutaivunja. Biblia inasema ile siri ya uasi kwa sasa inatenda kazi mpaka wakati itakapoondolewa, lakini ipo jambo nawe nazuia. Kila siri ya uasi ambayo inaleta magonjwa juu yako tutaiangamiza. Ile siri ya uasi, imagine wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Umepewa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo. Leo tutapiga siri ya uasi iletaye magonjwa, tutaiangamiza. Majoka waliotumwa wageuke kansa, tutayapiga. Mashetani, mapepo, majini, makata, majini, mahaba waliokufunga, kila kifungo cha kishetani, majoka zimekufunga. Leo tutaangamiza pingu za giza, tutapasua, magereza zitapasuka. Leo baraka zitaachiliwa. Leo kwa damu ya mwana kondoo tutajaza zile machungu zao, tutazijaza damu ya mwana kondoo. Zitavunjika, zitakuwa kama makapi. Zitavunjika, zitakuwa kama chungu cha mfinyanzi. Zitavunjika, tutawapasua na fimbo ya shaba. Imeandikwa, yule aketie juu akacheka, ndipo Bwana akawafadhaisha kwa ghadhabu, akasema nao kwa hasira, tazama leo Baba ametuzaa, tumekuwa watoto wake, amekuwa baba yetu, ametuweka kuwa wafalme juu ya Sayuni. Tutamwomba chochote takacho, naye atatupa misho ulimwengu kwa urithi wetu, atatupa mataifa kuwa miliki zetu. Tutawaponda waovu kana fimbo ya shaba, tutawapasua kana watakuwa kama chungu cha mfinyanzi. Leo kwa msaada wa Bwana tutawafuata, tutaruka ukuta wa magonjwa. Kwa msaada wa Bwana tutawafuata, tutaruka ukuta wa maskini. Kwa msaada wa Bwana yale mapepo tutayakusanya, tutayafunga, tutayaangamiza, tutayaamuru kwa damu ya mwana kondoo. Naamuru kwa damu ya mwana kondoo, naamuru kila joka aliingia kwenye watu hawa, naamuru kila pepo aliyetuma kutoka kuzimu adondoke vipande in the name of Jesus, na uwezo wa Mungu aliye hai. Maana sisi ni washindi zaidi ya washindi. Tunayaweza yote kupitia yule atutiaye nguvu. Imeandikwa, Bwana ameandaa meza mbele za adui yetu. Yani sisi will be eating, will be delighting in joy, na adui atakuwa anaangamia, maana zile silaha zake zimevunjika. Tutakuwa tunafurahia kwa meza ya Bwana, lakini adui atakuwa analia, maana alikusudia mabaya juu yako, lakini Mungu alikusudia mema ili ifanyike siku kama ya leo ambayo mwana wa Adamu amedhihirishwa, ili zivunje kazi za ibilisi. Imeandikwa, ataleta uadui kati ya yeye na wana
wana wa Mungu. Leo uadui umepatikana, tutamponda kichwa kama vile Yesu alivyoenda pande za mwisho za kuzimu, akachukua ufunguo wa kuzimu na mauti. Leo mauti haina mamlaka juu yako. Leo kuzimu haina mamlaka juu yako, asema Bwana wa mabwana, maana kuna ufunguo ya ufalme. Chochote utakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni. Ukisema mchawi na kufunga, ukisema mapepo na wafunga, hamtanisumbua leo. Zile mapepo zinaaibika na kutahayarika. Ukisema majoka na wafunga, hamtaleta magonjwa kwangu. Zile mapepo zinaaibika na kutayarika, maana imeandikwa saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwanadamu. Sisi ndo wana wa Adamu. Kuna uwezekano nyota zimefungwa, leo zitasikia sauti ya mwanadamu. Tutasema njoo na zitarudi katika jina la Yesu Kristo. Tutasema pasuka na zitapasuka kwa damu ya mwanakondoo. Tutasema adui vunjika vipande vipande, atavunjika kwa damu ya mwanakondoo. Tutasema yeye mganga na kupiga na upofu katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 13 verse 9 to 11, ndipo Sauli alikuwa anakwenda kwa liwali ni governor. Sauli alikuwa anaenda kwa liwali kumhubiria injili, lakini liwali ule msaidizi wake alikuwa ni mchawi, alikuwa anaitwa Elima mchawi ama ba Yesu. Ndipo Sauli ambaye pia aliitwa Paulo, akiwa amejawa na Roho Mtakatifu, akamkazia macho yule mchawi, akamwambia, wewe mwana wa shetani, wewe adui wa kile kilicho haki, haukosi, umejaa hila na uovu. Je, utaacha lini kuharibu na kugeuza kweli ya Bwana kuwa uongo? Yani ule mchawi ni mwana wa Ibilisi, amejaa hila, anageuza ukweli wa Mungu na kuwa kama uongo. Sauli alikasirika, akamwambia na kupiga na upofu. Apiga na upofu, hataona biashara, hataona ndoa yako, hataona baraka zako, hataona kwa damu ya mwanakondoo. Na mimi kama Sauli wa leo nampiga na upofu wa milele in the name of Jesus, maana mimi na Mungu tu wamoja. Mimi na Yesu tu wamoja. Mimi nimepewa mamlaka kwenye nyoka na inge. Nikisema pigo na upofu, ule mchawi anapigwa na upofu. Hataona biashara, hataona watoto wako, hataona, maana amejaa hila. Mwana wa Ibilisi huyo amekuja kuangamiza ndoa. Mwana wa Ibilisi amekuja kukufunika usipate injili. Mwana wa Ibilisi amekuja kukufunga. Leo tutawapiga na upofu kwa damu ya mwanakondoo, na hataona nyumba yako, hataona watoto wako, hataona. Yani ukimpiga na upofu, yani wewe ni mwana wa Mungu. Chochote utakachofunga hapa kimefungwa na dunia na mbinguni. Chochote utakachokifungua hapa kimefunguliwa na mbinguni, maana wewe ndio hekalu la Bwana. Wewe ndio mwamba ambalo hekalu la Bwana limejengwa, na wewe ndio mboni ya Bwana. Wewe ndio miguu ya Bwana. Wewe ndio macho ya Bwana. Wewe ndio mkono ya Bwana. Ukipasua ni Mungu anapasua. Ukiwavunja ni Mungu anavunja. Mungu anasema vamia wale wakazi wa Merathim, vamia wale wakazi wanaishi Pekodi, waangamize kabisa. Yani fuata maagizo yetu. Na leo tunafuata maagizo ya Bwana. Yanasemaje? Usiwache mwanamke mchawi akaishi. Tunafuata maagizo ya Bwana. Yanasemaje? Sisi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Tunafuata maagizo ya Bwana. Yanasemaje? Hakuna kuibiwa tena, maana Mungu amebariki nchi. Maana Mungu ametubariki tuingiapo, ametubariki tutokapo. Hakuna uganga juu ya Yakobo, hakuna uganga juu yako, hakuna uchawi juu yangu, hakuna uchawi juu ya ndoa yangu, hakuna uchawi juu ya mke wangu na watoto wake, hakuna mchawi juu ya mke wangu na familia yake, hakuna mchawi juu ya bwana. Hakuna uganga itasimama juu yako. Leo uganga tutaupasua. Na muona chelia imeingia. Hakuna kuzuia usipate mtoto. Hakuna kuzuia, hakuna kufungwa tena. Zile vifungo za kiganga tutaziangamiza. Zile vifungo usipate mtoto tutazipasua. Zile vifungo za kichawi tutaziangamiza. Leo utafika kwenye hatima yako. Leo utafika na utapata yale mema ambayo Mungu amekuandalia in the name of Jesus, na uwezo wa Mungu aliye hai. Zaburi 27 chapter 2 inasema, Psalms 27 chapter 2 inasema, watenda mabaya walipokaribia kunila nyama, na watesi wangu na adui zangu walijikwaa. Wachawi walipokaribia kula biashara yako, na amuru wajikwae. Waganga walipokaribia kula ndoa yako, na amuru wajikwae. Wale watenda mabaya walipokaribu kukufunika usipate nyota, usikufunika usipate mke, na amuru wajikwae. Wale watenda mabaya walipokaribia eti kukufunga, na amuru wajikwae. Leo kwa damu ya mwanakondoo, yoyote aliyokuendea kwa mganga, na amuru apasuke. Ule babu ukoo, na amuru avunjike vipande. Maagano katika ukoo aliyofanya na kuzimu, na amuru ya dondoke. Yale magonjwa aliyopanga kwenye familia, na amuru apasuke. Ile uovu alileta kwenye familia, na amuru leo ile damu yake ikae juu ya kichwa chake. Tumechoka kufanya kazi ya kuchosha usiku mzima. Leo kwa neno la Bwana tutainuka tena. Kwa msaada wa Bwana tutawafuata, tutawapiga kwa damu ya mwanakondoo, tutawavunja. Maana neno la Bwana li hai tena lina nguvu.
ni likali kuliko utajiri wa ng'ombe sana. Babu alipata utajiri wa hizo miaka za kitambo, lakini akapeana generation kwa kuzimu. Leo tutamfuata yule babu, tutamwambia ewe babu, mbona ulipeana generation, tutakupasua. Maana Biblia inasema kila aliyekula zabibu chachu meno yake itamganda. Yule babu tutamwamuru kwa damu ya mwanakondoo, yale udhaifu wote aleta kwenye familia ikae juu ya kichwa chake. Kama ni mchawi anaishi, atadondoka kwa damu ya mwanakondoo. Ndio maana Biblia inasema hii ndio tauni ambayo atapiga watu waliofanya hasira juu ya Israeli. Tauni ni magonjwa, yani magonjwa atapiga watu waliofanya hasira juu ya Israeli. Miguu yao, mili yao itawaoza wangali wamesimama kwenye miguu yao, na macho yao yatayaoza yangali yako kwenye tundu ya macho zao. Leo kwa damu ya mwanakondoo aliyefanya hasira juu yako, na amuru aoze kwa damu ya mwanakondoo. Aliyefanya chuki juu yako, na amuru apasuke kwa damu ya mwanakondoo. Aliyefanya uovu juu yako, na amuru adondoke kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Mungu alikasirika na matendo ya Herode Agripa, akamtuma malaika wake. Ule malaika wa Mungu akampiga Herode akaliwa na chango, akakufa kwa damu ya Yesu. Na mimi leo kwa damu ya mwanakondoo, kama kuna mchawi imesimama, tunaenda kutumia malaika wa Mungu atampiga, ataliwa na chango na atakufa kwa damu ya mwanakondoo. Chango ni worms, ataliwa na worms na atakufa kwa damu ya mwanakondoo, kama alivyokufa Herode Agripa kwa damu ya mwanakondoo. Ule mchawi, ule satanist, ule devil worshipper anayekuandama kwenye mengoro, amehack biashara yako, amehack watoto wako, amekuletea giza kwenye mengoro, ametengeneza ukuta wa Yeriko eti usisonge, ameshika hatua yako usisonge. Leo kwa damu ya mwanakondoo ule ukuta utapasuka, utasonga mbele. Maana Mungu ni Mungu wa kukoa, na njia za kutoka motini ziko naye. Tutapita kwenye moto, lakini moto haitatuchoma. Tutapita kwenye maji, lakini maji hayatatubeba. Tutapita kwenye upepo, lakini upepo hayatatusomba kwa damu ya mwanakondoo. Lakini wao watasombwa na upepo wa Bwana, lakini wao watapasuliwa na damu ya mwanakondoo, lakini wao wataangamia. Kila wae kwa upanga atakufa kwa upanga. Kila aliyetuma magonjwa atakaa juu yake. Anakupigia simu aone kama ilifanya kazi. Leo tutamwamuru, atapiga simu sana, lakini mabaya hayajakupata. Atakutafuta sana, maana ulimuona usiku ulivyomfika juzi, ulimuona usiku ulivyompasua juzi, ulimuona usiku. Atadondoka kwa ubora wake kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Ulimpiga akakujia kwa ndoto. Kwanza alianza kukuja kama mnyama. Alianza kukuja amevaa umbo la simba. Alianza kukuja amevaa umbo fulani. Ukamwamuru kwa damu. Ukaendelea kuomba. Akakuja na sura yake. Paka saizi aoni aibu. Anakuja live. Unamwona huyu si ni babu anakuja. Huyu si nyanya. Kumbe unashangaa, kumbe wewe nyanya ulikuwa mchawi. Kumbe wewe dada ulikuwa mchawi. Umekatalia ndoa yangu. Kumbe wewe. Leo utaangamia kwa silaha zako. Kumbe wewe rafiki umekuwa mganga. Kumbe wewe ndio umenifunga. Shindi zaidi ya washindi katika yule atutie nguvu. Imeandikwa ndoa yako haitaangamia. Imeandikwa wewe umeketishwa na wafalme kwa damu ya mwanakondoo. Maana Mungu akianza jambo lazima amalize. Maana Mungu akikuchagua wewe, amekuita kwa jina lake, lazima upenye, asema Bwana wa mabwana. Na uwezo wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Maana njia imetengenezwa, imeandikwa, tazama jambo jipya limechipuka, tazama miito na maji imepatikana kwenye jangwa. Leo kuna uwezekano umewekwa kwenye jangwa la magonjwa, lakini pale kwenye jangwa la magonjwa uko mdhaifu, lakini mdhaifu, when you're weak is when you're strong, kwa damu ya mwanakondoo. Kwenye udhaifu ni wewe uko na nguvu tena. Kwenye udhaifu ule ni wewe utasimama tena. Kwenye udhaifu unawezekano wamekushika mpaka unaogopa kuomba. Umeanza kuomba na kushtua. Unaanza kuona vitu fulani kwenye maisha yako. Unaanza kuona na kuataka katika ile maangamizi yao, katika ile kujiandaa yao. Kuna watu wameinuliwa na shetani wakakaa kwenye nafasi yako. Kuna watu wameinuliwa na shetani wakakaa kwenye ndoa yako. Katika ile kuinuliwa kwao tutaangusha. Maana imeandikwa, wamejikusanya lakini haijaamuriwa na Mungu, na yoyote aliyejikusanya na jambo la Mungu ataanguka kwa ajili yako. Kuna uwezekano wamejikusanya wakulete chini. Kuna uwezekano familia mzima wamejikusanya wakufunge. Kuna uwezekano since uanze kuomba, ukoo mzima watu waliokufa miaka 10 iliyopita, ukoo mzima ya mababu na babu wameinuka wakaleta vita juu yako. Lakini jeshi inapojipanga kupigana nawe, moyo wako utaogopa. Maana hujapokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali umepokea roho ya kufanyika wana, ambayo kwayo unalia Baba Father, ambayo kwayo unasema rudisha.
inakwisha, ambayo kwa hiyo roho unasema achia, ambayo kwa hiyo roho unasema mchawi pasuka, ambayo kwa hiyo roho unasema ewe madhabahu vunjika, ambayo kwa hiyo roho unaamuru mapepo majoka zilizoingiza kwenye mwili wako zidondoke vipande vipande, zigeuke zikuwe majivu, maana lile jua lenye kuponya kwenye mbawa lake limekwisha kuzuka, nawe utaruka ruka kama ndama aliyeachiliwa kwenye zizi. Utawakanyaga ovu, watakuwa kama majivu chini ya miguu yako. Nasema utakanyaga madhabahu, itakuwa kama majivu chini ya miguu yako. Utakanyaga mapepo, shetani na wakala wake utawakanyaga kwa damu ya mwanakondoo. Kuna time watu walifanya hasira juu ya Danieli. Danieli alipoingia kwenye tundu la simba, Mungu akafunga makani ya simba, na wote wale Biblia inasema maliwali na maamiri waliuliwa pamoja na familia zao. Ndio maana Biblia inasema wamalize Wamaleki na kizazi chao. Waliingia pamoja na mangombe yao. Yaani ndio wakati paka ngombe inalia ngombe inashangaa nini kimetokea, inaambiwa ingia kwenye shimo la moto. Ingia kwenye shimo. Ilikuwa ni ya Meshach na Abednego, wakaingizwa kwenye shimo la moto, lakini Meshach na Abednego waliponywa na katika jina la Yesu Kristo. Yani mtu akaingizwa na mke wake kwenye moto akaungua, yani mtu akaingizwa na kondoo wake kwenye moto akaungua kwa damu ya mwanakondoo. Kila silaha iliyofanywa juu yako tutaipasua. Leo atalia sana, lakini tutasema walikusudia mabaya, lakini Mungu amekusudia mema. Amejipanga na silaha za kichawi, amejipanga na magonjwa, amejipanga usiolewe, amejipanga. Lakini leo kwa damu ya mwanakondoo tutapiga akili za wenye akili, tutavunja viungo za wenye viungo, tutaharibu miguu ya wenye miguu, tutapasua nguvu za wenye nguvu. Maana Biblia inasema Mungu anachukia watu wanaovaa jeuri kama mavazi. Amevaa jeuri lake na ameonywa na amekataa kusikia. Biblia inasema kila onywaye na nashupawa shingo, he who gets rebuked na nakataa kusikia, ana stiffen his neck, anaweka shingo yake na kwa ngumu. Ile shingo itashikwa na ugumu wake itapendishwa kwa damu ya mwanakondoo. Ule mchawi tutamshika na akili yake tutaipindisha. Ule mchawi tutamshika na machawi na uganga wake na zile viriba zake na zile manyungu zake tutazipasua, tutampindisha kwa damu ya mwanakondoo, na atakuachia katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Masaa yetu ya kuomba yamefika, masaa yetu ya kuomba yamefika. Kila kinywa kitainuka, kitapangamiza. Maana imeandikwa kinywa chako kina uwezo wa uzima na kina uwezo wa mauti. Leo tutaachilia uzima. Jitakasa, nasema najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu. Anza kuomba msamaha kwa Mungu. Kaanza kuomba msamaha, sema Mungu naomba msamaha kwa yale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Naomba msamaha kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa Jehova, hakika umetuponya na magonjwa, imeandikwa umetuponya na udhaifu wetu, imeandikwa tukuje tusemezane na wewe, ijapokuwa dhambi zetu zimekuwa nyekundu kama damu, Baba utazifanya ziwe nyeupe kama theluji kwa damu ya mwanakondoo. Nataka kawaida yetu tunaanza kuvunja madhabahu, tukiharibu madhabahu tutaanza kuzima moto madhabahu, tukizima moto madhabahu tutaanza kuharibu kila agano na kila covenant ambayo imefanywa kwenye madhabahu, tutaanza kuvunja kwa damu ya Yesu. Alafu tutaamuru kila pando ambalo hajalipanda Bwana ling'oke, liende liteketee kuzimu kwa damu ya mwanakondoo. Kila moja jitakaseni kwa damu ya Yesu. Jitakase kuomba msamaha. Tunaanza na madhabahu kwanza. Jitakase najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Najitakasa. Naona leader amejitakasa. Anza kuvaa mamlaka sasa. Sema navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navaa mamlaka kwa damu. Vaa mamlaka. Naona la Messi ameingia. Vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Anza kuvaa mamlaka sasa. Nataka sasa tuvunje kila madhabahu ambayo imetengenezwa kwa ajili yako, kila madhabahu ambayo inakuhusu, kila madhabahu ambayo unashuku inahusu mtoto wako, inahusu biashara yako. Anza kupasua. Vaa mamlaka. Naona watu nataka niwapeleke pole pole. Vaini mamlaka. In 1 minute vaini mamlaka ukijitakasa. Vaini mamlaka. Kumbuka kuna anga iko chini ya uongozi wako. Kumbuka kuna bahari iko chini ya uongozi wako. Kumbuka kuna nchi iko chini ya uongozi wako. Vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Naona Lina amevaa mamlaka. Vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Vaa mamlaka. Anza kukamata anga. Sema naikamata anga kwa mikono ya chuma. Naikamata
wakuu wa anga kwa mikono ya chuma, na ikamata bahari kwa mikono ya chuma, na ikamata nchi kwa mikono ya chuma. Anza kuikamata kwa damu ya mwanakondoo. Ikamate, anza kukamata. Kamata. Ukikamata inakuwa chini ya uongozi wako. Ukikamata inakuwa chini ya uongozi wako kwa damu ya Yesu na uwezo wa Mungu leo. Ukikamata na kuwa chini ya uongozi wako. Kamata. Sema na ikamata anga, na ikamata ardhi, na ikamata bahari kwa damu ya mwanakondoo. Anza kukamata. Ikamate kwa damu ya Yesu. Ikamate kwa damu ya mwanakondoo. Kamata hiyo. Kamata. Nataka sasa kwa damu ya Yesu, nataka tuwafunge before tuvunje madhabahu. Nataka tufunge kila kiumbe cha giza. Tufunge wakala wote wa giza waliojikusanya kwa ajili yako. Asema anza kwa damu ya mwanakondoo. Sema ewe mchawi na kufunga, ewe babu ukoo na kufunga, ewe aliniende kwa mganga na kufunga kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuwafunga wakuu, anza kuwafunga wafalme wa giza na kufunga kwa damu ya mwanakondoo. Wafalme wa anga na wafunga kwa damu ya mwanakondoo. Wafalme wa bahari na wafunga kwa damu ya mwanakondoo. In the name of Jesus, kwa damu ya mwanakondoo, in the name of Jesus. Kuna uwezekano kuna watu nataka kuwaombea wako mbali. Kwa ulimwengu roho ni kidogo tu. Sema nawashika mkono kwenye ulimwengu roho. Nawashika mkono kwenye ulimwengu roho. Anza kuwafunga wachawi, anza kuwafunga waganga, anza kuwafunga wafalme, anza kuwafunga wakuu, anza kuwafunga. Biblia inasema tutawafunga kwa minyororo ya chuma na tutawafunga kwa pingu za chuma. Anza kuwafunga kwa damu ya mwanakondoo. Wafunge the name of Jesus. Wafunge kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Wafunge. Biblia inasema wenye nguvu wanapolinda vitu zake visalama, lakini akija mwenye nguvu zaidi atamfunga na atateka vitu zake nyara. Anza kuwafunga. Wewe ndio mwenye nguvu, umetumwa na Bwana. Wewe ndio mwenye nguvu, umetumwa na Kristo. Wewe ndio mwenye nguvu, wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Wafunge wote kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tuachilie moto. Nataka sasa, ndio maana tumeambiwa tuvae silaha za Bwana za vita. Nataka tuvae silaha, tuachilie radi, tuachilie moto kwa damu ya mwanakondoo. Isage hiyo madhabahu, isage hao wachawi, isage kila nguvu ya giza kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Unaombaje sasa? Sema naachilia radi kwenye ulimwengu roho. Ipige hiyo madhabahu yote iliyoinuka juu yangu. Ipasue hiyo madhabahu ya kutoka kuzimu. Iwapige au wachawi kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuwapiga sasa. Anza kuwapiga kwa damu ya mwanakondoo. Kila silaha piga, kila agano vunja kwa damu ya mwanakondoo. Anza kupiga, anza kuvunja madhabahu. Anza kuvunja. In 2 minutes nataka mpasue. Saa 6 imefika, waganga wameanza kuruka. Anza kuwavunja sasa. Anza kuwapasua. Anza kuwafyeka. Anza kuharibu kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja madhabahu. Vunja madhabahu ukipiga waganga. Vunja madhabahu ukipiga wachawi. Vunja madhabahu ukiwafyeka kwa damu ya mwanakondoo. Vunja. Pasua, usiogope. Pasua. Nataka unapatia dakika moja, alafu mimi pia nitapasua kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu. Pasua, vunja, angamiza, haribu, vunja kila madhabahu ya ambayo imetengenezwa usiolewe, madhabahu imetengenezwa ya hasara, madhabahu iliyotengenezwa juu yako na wachawi na waganga. Wafunge, wapasue, waangamize kwa damu. Wapige leo, wapige kwa damu ya mwanakondoo, waangamize kwa damu ya Yesu. Wavunje kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Saa 6 imefika, wameanza kupuruka. Maana wachawi, hii ndio saa 6, hii ndio saa. Unamwona bibi kama ni mchawi ameanza kusinzia. Kumbe akisinzia vile anatoka kwenye mwili wake anaroga. Leo akitoka anapatikana na mshale wa Bwana. Akitoka kwenye mwili anatafuta usafiri wa kurudi. Maana hata rudi akiwa salama kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja madhabahu, anza kupasua madhabahu, anza kuharibu kwa damu ya mwanakondoo. Vunja. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele Jehova. Baba, imeandikwa Jehova, tutawafunga kwa pingu za chuma na wafalme tutawafunga kwa minyororo ya chuma. Watu hao wamefunga madhabahu, watu hao wamefunga wachawi waandama, wamefunga mapepo. Baba, navaa mamlaka, naachilia radi kwenye ulimwengu roho, na pasua hiyo madhabahu Jehova iliyokaa juu yao, na angamiza hiyo madhabahu yao iliyotengenezwa wasiolewe, na angamiza kila agano la kishetani, na wapasua wachawi, na wapasua waganga, na angamiza, na saga hiyo madhabahu kwa damu ya mwanakondoo, na pasua kila maagano iliyofanya juu yao, na angamiza, na zisaga. Imeandikwa usimfunge ng'ombe mdomo anaposaga nafaka. Imeandikwa yamkini kuna sauti mingi,
lakini kila sauti na maana yake. Hii ni sauti ya Simba wa Yuda, hii ni sauti ya wana wa Mungu. Enyi madhabahu, enyi ngome ya giza, na wapiga, na wapasua, na wavunja madhabahu iliyotengenezwa juu yake, na isaga-saga madhabahu iliyotengenezwa siolewe, na ipasua-pasua, na achilie radi kwenye mengoro, na achilie moto, na achilie umeme wa damu ya Mwanakondoo. Madhabahu vunjika, wachawi pasuka, aliyemwendea kwa mganga na kufyatua kwa damu ya Mwanakondoo, na kupasua, na kufyeka, na kuangamiza, na kuvunja in the name of Jesus. Na uwezo wa Mungu le imeandikwa, tumepatiwa mamlaka ya kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Aliyemwendea mke wangu uchawi na kufyeka, aliyetengeneza madhabahu juu ya familia yake na kupasua, aliyetengeneza madhabahu juu ya Nancy na kupasua, aliyetengeneza madhabahu juu ya watu wao na wafyeka, aliyetengeneza madhabahu juu ya Lisa na kuangamiza ile madhabahu, na isaga. Maana watu hawa ni chombo kipya kikali chenye meno. Hii ni chombo kipya kikali chenye meno. Zitavunja milima, zitakuwa kama makape. Leo navunja ile milima ya madhabahu, na igeuza inakuwa kama matope ya baharini, na ipasua inakuwa kama matope ya angani, na ipasua inakuwa kama mchanga ya baharini kwa damu ya Mwanakondoo. Pasuka madhabahu na kusaga na wachawi na watesi wake na waangamiza. Maana imeandikwa watesi wake walipokaribia kula nyama walijikwaa. Leo naamuru mganga ulienuka kumhukumu yeye na kupasua, jikwae kwa damu ya Mwanakondoo. Endelea kuvunja, endelea kupasua, endelea kuharibu kwa damu ya Yesu, endelea kupiga kwa damu ya Mwanakondoo, endelea kupasua. Nataka sasa tuvunje kila maagano, kwa damu ya Mwanakondoo, kila maagano ambayo imetengenezwa, all covenant of darkness. Nataka tuvunje kwa damu ya Mwanakondoo. Aliyemwandama Irene, pasuka kwa damu ya Yesu. Zile magano za pasuka kwa damu ya Mwanakondoo, zimevunjika kwa damu ya Yesu, zimeangamia kwa damu ya Mwanakondoo. Sisi ni wanajeshi wa Bwana, sisi ni rungu na silaha za Bwana za vita. Usiogope, maana Mungu anasema sitakupungukia wala sitakuacha. Yani Mungu ako pamoja nasi kwa damu ya Mwanakondoo, na uwezo wa Mungu kwa damu ya Yesu. Nataka sasa tuanze kuvunja maagano. Zile maagano ukivunja, utashangaa life yako itaanza kuwa nzuri. Ukivunja zile maagano, utachumbiwa leo, utapata mume. Ukivunja zile maagano, utashangaa biashara yako itakuwa vizuri kwa damu ya Mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Kuna wakuu kwenye ulimwengu wa giza wanakuandama, kuna spiritual spouse wanakuandama. Ukivunja ile maagano, zinarudi kwa yule aliyetuma kwa damu ya Mwanakondoo. Kama watu wako ready sasa, nataka una watu wako ready kuvunja maagano. Nataka nione watu wako ready kuvunja all covenants of darkness. Nataka nione watu wako ready kuvunja every agreement of darkness. Nataka nione watu wako ready. Kama uko ready, sema niko ready kwa damu ya Mwanakondoo. Kama uko ready, sema niko ready kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Mwanakondoo. Kama kuna mtu unataka kumwombea, unamwombea kama vile tunaomba. Usiogope, mahali alipo atashangaa, maisha yake yatabadilika. Mahali alipo atashangaa. Naona watu koredi. Anza kuvaa mamlaka sasa. Anza kuvaa mamlaka. Sema navaa mamlaka kwa damu ya Mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka kwa damu ya Mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navaa mamlaka, vaa mamlaka. Biblia inasema sema shauri nalo litageuza, sema neno nalo litabatilika. Vaa mamlaka. Sema navaa mamlaka kwa damu ya Mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka kwa damu ya Mwanakondoo. Kila maagano iliyofanywa kwenye madhabahu ya giza na ipasua. Kila maagano iliyotengenezwa nisiolewe na ifyeka. Kila maagano iliyotengenezwa niyo maskini na ivunja. Kila maagano ya kichawi, maagano iliyofanywa na nyanya, iliyofanywa na babu, iliyofanywa na rafiki, iliyofanywa na mtoto, ikasemwa kuzimu, na igeuza, na ipasua, na isaga, na iangamiza kwa damu ya Mwanakondoo. Omba hivyo tu, usiogope. Omba hivyo, usiogope. Nataka muombe 2 minutes, alafu pia mimi nitafuata hizo magano kwenye bahari, nitazifuata kwenye maji, nitaziangamiza kwa damu ya Mwanakondoo. Vaa mamlaka, sema kila maagano, all covenant of darkness ambayo imetengenezwa niangamie na ipasua. All covenant of darkness imetengenezwa kunikaunta maisha yangu na iangamiza kwa damu ya Mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Anza kuvunja sasa. Anza kuvunja hizo covenant. Nataka mvunje 2 minutes, nataka uvunje kila maagano, zivunjwe. Kila maagano zivunje. Vunja viapo, vunja maagano, vunja viapo vya ukoo, vunja viapo vya kichawi, vunja. Kuna watu wamekula yamini, kuna watu wamekula kiapo akasema mtu huyu lazima kuwe maskini. Kwa damu ya Mwanakondoo leo tunakataa kwa damu ya Mwanakondoo. Anza kuvunja, vunja maagano, vunja maagano kwa damu ya Yesu.
na wapatia dakika 2 mvunje. Vunja 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 vunja. Ukisema kwa nini naambia mvunje? Kwa kuwa maneno yako yana nguvu. Kwa nini nakwambia uvunje? Kwa kuwa umepewa mamlaka. Kwa nini nakwambia wewe useme? Maana imeandikwa, kwa kinywa chako utakiri na kwa moyo wako utaamini. Yaani ukikiri kwa kinywa chako kimevunjika, basi kinavunjika. Vunja 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 kwa damu. Vunja maagano. Vunja kwa damu ya mwanakondoo. Maagano kutoka kuzimu, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Maagano kutoka kuzimu ya maji, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Vunja 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 katika jina la Yesu Kristo. Vunja vunja vunja, usiogope. Vunja 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 kwa damu ya mwanakondoo. Pasua vunja, pasua vunja. 1 minute, alafu mimi nitavunja kwa damu ya mwanakondoo. Pia mimi nitavunja kwa damu ya Yesu. Mimi nitavunja kwa damu ya mwanakondoo. Vunja 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 in the name of Jesus. Vunja kwa damu ya mwanakondoo. Usiogope. Vunja vunja kila maagano, kila kiapo. Vunja kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele. Imeandikwa, wafanya malaika zako kama upepo na watumishi wako kama miali ya moto. Leo nageuka na kuwa miali ya moto. Nageuka na kuwa miali ya moto. Nafuata kila kiapo ilichofanywa juu ya madhabahu ya watu hawa. Kila kiapo iliyofanywa na waganga juu ya watu hawa. Kila kiapo iliyofanywa juu yangu. Kila kiapo iliyofanywa juu ya biashara yake. Kila kiapo na maagano iliyotengenezwa kwenye mengoro, nazifika, nazivunja, nazipasua pasua. Imeandikwa, sema neno nalo litabatilisha. Nabatilisha maneno na viapo za kichawi. Naangusha kila ngome. Kiapo cha kiganga pasuka. Kiapo iliyotengenezwa juu ya mtoto huyu na kufika. Naangamiza kila kiapo ya giza. Naiangamiza, naipasua, naivunja, naiangamiza, naiangamiza tena, naiangamiza, naiangusha. Umeanguka ewe kiapo ya kichawi. Umeanguka ewe kiapo ya kuzimu. Maneno ya kiganga na yaangusha kwa damu ya mwanakondoo. Naangusha katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu leo. Pasuka, pasuka, pasuka ewe kiapo iliyotengenezwa juu ya watu hawa. Pasuka ewe kiapo uliyotengenezwa kumshika. Vunjika ewe kiapo kutoka kuzimu na kuangamiza. Ewe kiapo ya kiganga na kuangamiza. Leo nageuza ile kiapo, naigeuza imwendee yule aliyesema. Naigeuza ule mshtaki wake na kufyeka kwa moto wa damu ya mwanakondoo na kupasua kwa moto wa damu ya Yesu. Kila kiapo ya kuzimu, geuka, geuka, geuka kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo, endelea kuvunja viapo, endelea kuvunja viapo. Kila kiapo iliyotengenezwa usielewe, vunja. Kila kiapo iliyotengenezwa uangamie, vunja. Kila kiapo iliyotengenezwa ikuweke chini, pasua. Kila kiapo ya kiganga, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Kila kiapo iliyotengenezwa juu yako, haribu kwa damu ya mwanakondoo. Vunja, 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 usiogope. Vunja viapo kwa damu ya Yesu. Nataka sasa vunjeni, 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 vunjeni kwa damu ya Yesu. Vunjeni kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa kila mtu, kuna mapepo yametuma ndani yako, yameingia. Nataka sasa zile mapepo zitazigeuza za kuwa kama mapando. Tutasema kila pando ambalo Mungu hajalipanda ndani ya mwili yake, tunang'oa kwenye mishina, tunang'oa kwenye shina, tunaziteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuomba sasa, anza kuomba sasa, anza kuomba. Endelea kama kuna baba. Anila kuvunja kiapo, vunja, vunja viapo, vunja kiapo. Kwa maneno yako umekiri na kwa moyo wako utaamini. Biblia inasema watu wangu wataishi kwa imani, na wakisita sita moyo wangu hautapendezwa nao. Sisi tunaishi kwa imani, sisi si watu kusita sita. Mchawi ametayarika na kuvunjika, ametayarika na kuebika, amefedheheka kwa damu ya mwanakondoo. Vunja viapo kwa damu ya Yesu. Vunja, 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 vunja kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tung'oe kila pando ambalo shetani amelitengeneza ndani yako. Nataka tung'oe zile mapando, ndo mapepo zimeingia ndani yako. Zile mapando ndio mashetani zimeambatana nazo. Nataka tuvunje sasa. Nataka tung'oe kwenye shina. Nataka tung'oe kila pando kwenye mizizi. Hiyo mapando ya ufukara tutaing'oa kwa damu ya mwanakondoo. Hizo pando za kuzimu tutazing'oa kwa damu. Unaombaje sasa? Unasema navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Kila pando ambalo Mungu jalipanda ndani ya maisha yangu, kila pando ambalo Mungu halina mazao juu ya maisha yangu, kila pando la kiganga, hilo pando la ufukara, hilo pando, hiyo roho ya ufukara, hiyo roho ya kukula watoto, hiyo roho ya kuniangamiza, leo naing'oa kwenye shina. Leo naing'oa kwa damu ya mwanakondoo. Leo naing'oa by the blood of Jesus. Na uwezo wa Mungu leo, na vaa mamlaka sasa. Ng'oa kila pando, ng'oa pando ya magonjwa, ng'oa hizo pando kwa damu ya mwanakondoo. Zing'oe kwa damu ya Yesu, zing'oe kwa damu ya mwanakondoo. Anza kung'oa sasa, anza kung'oa sasa, in the name of Jesus, in the name of Jesus.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, those things that are injected in your body, anza kuzingoa kwa damu ya mwanakondo. Zimekuja zimeingia kama magonjwa, zimekuja zimeingia kama ufukara. Ngoa kwa damu ya mwanakondo. Ngoa in the name of Jesus. Ngoa kwa damu ya mwanakondo. Naona watu wanaingia kama wamechelewa. Usiogope, ingia ndani nasi. Anza kungoa kwa damu ya mwanakondo. Ngoa kwa damu ya Yesu. In 2 minutes, in 1 minute, nataka mngoe, alafu pia mimi nitawafundisha vile umia na ngoa. Mimi sipendi kucheza na wachawi. Mimi sipendi kucheza na madhabahu ya giza. Mimi sipendi kucheka na madhabahu ya giza. Ameniroga, leo ataangamia kwa silaha zake. Amekuja kwa madhabahu ya giza, leo ataangamia kwa silaha zake. Amejipanga sana, leo atavunjika kwa silaha zake. Anza kungoa in Jesus name. Anza kungoa in the name of Jesus. Uproot them. Zingoe kwenye mishina, zingoe kwenye mizizi, zingoe kwa damu ya mwanakondo. Anza kuzingoa in the name of Jesus. Zingoe. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu. Imeandikwa Jehova, kila pando ambalo jalipanda Baba litangolewa. Kila mti ambao hauna uzao juu yangu itakatwa kwenye shina kwa damu ya mwanakondo. Maana shoka liko tayari kukata kila pando. Mungu Baba, Mungu Jehova, kila pando ambayo limepandwa juu ya watu hawa na lingoa kwenye shina. Hayo mapando ya udhaifu na yangoa, hayo mapando ya magonjwa na yangoa, hayo mapando asiolewe na yangoa, hayo mapando kutoka kuzimu na yangoa kwenye shina kwa damu ya mwanakondo. Nakata kila mtu usio na mzao, nakata kwa damu ya mwanakondo. Napiga leo, napiga aliyepanda, napasua aliyeleta kwa damu ya mwanakondo. Kila silaha aliyejipanga nao imnase yeye kwa damu ya mwanakondo. Nangoa mapando ya kigawa, nangoa mapando ya magonjwa, nangoa mapando ya udhaifu, nangoa mapando ya ufukara, nangoa kila pando amepandwa juu ya toa, nangoa kwa damu ya mwanakondo. Nangoa, nakata mapando ya magonjwa, mapepo ya udhaifu na wangoa, mapepo ya ufukara na wafyeka, mapepo waliotuma juu yake na wapasua hizo pando, naziteketeza na damu ya mwanakondo. Naachilia moto wenye akili, naachilia moto wa damu ya mwanakondo. Nateketeza kila pando ya kuzimu, nateketeza kila pando ya magonjwa, nateketeza kila pando iliyopandwa juu ya toa. Hizo pando na mababu naziteketeza. Hizo pando zilizopandwa na manyanya naziteketeza. Hizo pando za ufukara, hizo pando za kunywa pombe, hizo pando za kumilikiwa kwenye mengoro naziteketeza kwa damu ya mwanakondo. Na maagano yao naivunja, na maagano ya kuzimu naziangamiza, na maagano zao nazipasua, naziangamiza. Nafyeka mganga, nafyeka mchawi, nafyeka Moabu, nafyeka Amaleki, nafyeka kwa damu ya mwanakondo. Na waamuru katika jina la Yesu Kristo, waachie watu hawa. Naamuru nyota zao zirudi. Naamuru kwa damu ya mwanakondo na uwezo wa Mungu aliye hai. Naona mapando yameng'oka, naona miti zimevunjika, naona kwa damu ya mwanakondo na uwezo wa Mungu tumesimama tena kwa damu ya Yesu. Endelea kungoa, usiogope. Endelea kungoa kila pando la ulevi, ngoa kila pando la kosa mke, ngoa kila pando la kufunikwa, ngoa. Ewe kerubi funikae, hautafunika maisha. Kataa kwa damu ya mwanakondo. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kufunikwa kichawi, nakataa kufunikwa nisiolewe, nakataa kufunikwa nisisonge mbele. Nakataa kwa damu ya mwanakondo. Aliyepeleka miti yangu kuzimu, aliyepeleka nguo kuzimu, akatengeneza mafundo na mfyeka, aliyeniroga na kupasua ule nyanya ukoo na kufyeka kwa damu ya mwanakondo. Leo katika jina la Yesu Kristo, nyota zangu zinarudi. Anza. Endelea kungoa mapando, endelea kungoa. Ukikataa kulazwa usingizi wa kichawi, ukikataa, maana wewe uko na nguvu ya kuvunja na kupinda mishale za uovu kwa damu ya mwanakondo na uwezo wa Mungu aliye hai kwa damu ya Yesu. Endelea. Blessed, naona nakataa kwa damu ya mwanakondo. Hakuna uganga juu ya Yakobo wala uchawi juu ya Israeli. Hakuna uganga. Mungu aliapa kwa kinywa chake ya kwamba hatamfadhaisha Yakobo. Wewe ndio Yakobo wa leo, atamwaibisha Israeli. Wewe ndio Israeli wa leo. Aliapa kwa kinywa chake kwa damu ya mwanakondo. Aliapa hautafadhaika kwa magonjwa. Mungu aliapa hatafadhaika kwa ufukara. Mungu aliapa ya kwamba amejenga madhabahu juu yako, ya kwamba umejengwa juu ya ngome imara kwa damu ya mwanakondo. Sema nakataa jina langu pelekwa kuzimu. Nakataa kufungwa nisiolewe. Nakataa kufungwa nikuwe fukara. Nakataa kwa damu ya mwanakondo na uwezo wa Mungu aliye hai. Anza kuvunja, endelea kung'oka, kataa kwa damu ya Yesu. Nataka sasa tuanze kujipanda kwa damu ya Yesu. Maana Biblia inasema Israeli atatia mizizi, matunda yake atachipuka kwenye nchi kwa damu ya mwanakondo. Ukitia mizizi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondo, vitu zako zitaanza kung'aa katika jina la Yesu Kristo. Endelea. In 2 minutes
minutes nataka tuanze kujenga madhabahu ya damu ya mwanakondoo. Tuanze kujenga madhabahu, alafu tukijenga tutaamuru nyota zetu zirudi. Tukijenga tutaamuru baraka zetu zirudi. Tukijenga tutaamuru nyota zetu zingae. Tukijenga tutaamuru kwa damu ya mwanakondoo. Tutaamuru kila kitu chetu kingae. Kwa damu ya Yesu na uwezo wa Mungu aliye hai, kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Nataka sasa uanze kujijenga kwa mwamba imara, uanze kujenga biashara, uanze kujenga ndoa, uanze kujenga chochote utakachokifanya kingae. Ukijijenga kwa damu ya mwanakondoo, hakuna atakayekugusa. Ukijijenga kwa damu ya mwanakondoo, maana Biblia inasema hatujakombolewa kwa vitu vinavyoharibika kama dhahabu na fedha, bali tumekombolewa kwa damu ya mwanakondoo. Ukijijenga kwa damu ya mwanakondoo, hautaharibika. Ukijijenga kwa damu ya mwanakondoo, hakuna chako kitakachoharibika, maana hazina yako imejengwa kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Naona watu wanasema amen. Anza kuvaa mamlaka sasa. Anza kuvaa mamlaka. Anza kuvaa mamlaka. Anza kuvaa mamlaka. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Mtoto wangu namjenga kwa mambo ya damu ya Yesu. Mtoto wangu, biashara yangu, maisha yangu, future yangu naijenga kwa damu ya mwanakondoo. Nyota yangu naijenga kwa damu ya mwanakondoo. Hivyo ndo unaomba sasa. Unaomba kwa mamlaka. Unasema najenga, ninakuwa kama ulivyosema. Unasema najenga, ninakuwa kama ulivyosema kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujijenga kwa damu ya Yesu. Naona Pisa anajijenga, naona Njeri anajijenga kwa damu ya mwanakondoo. Silazi imevunjika kwa damu ya Yesu. Maagano imevunjika kwa damu ya mwanakondoo. Jijenge kwa damu ya Yesu. Jijenge. I take authority in the name of Jesus. In the name of Jesus. Take authority by the blood of Jesus. Jina la Yesu ni jina lipitalo majina. Kila alitaye jina la Bwana atakombolewa. Hakuna jina ambalo wanadamu wameachiwa kama si jina la Yesu. Tumeachiwa jina la Yesu na wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wao. Anza kujijenga. Najenga mke wangu kwa damu ya mwanakondoo. Naijenga Afrika kwa damu ya mwanakondoo. Naijenga Kenya kwa damu ya mwanakondoo. Naijenga uchumi kwa damu ya mwanakondoo. Najenga biashara yangu kwa damu ya mwanakondoo. Najenga shamba langu kwa damu ya mwanakondoo. Najenga nyumba yangu kwa damu ya mwanakondoo. I declare by the blood of Jesus ya kwamba nimetengenezwa kwa mwamba imara. I declare it's time for my restoration by the blood of Jesus, kwa damu ya mwanakondoo. Anza kudeclare, anza kujijenga, anza kutamkia maisha yako, anza kujijenga, usiogope. Sema najenga biashara kwa damu ya mwanakondoo. I take authority by the blood of Jesus. Vaa mamlaka. It is written, your enemy will come in one way and they'll be scattered in 7 ways. It is written, unaweza yote kupitia yule akutie nguvu. It is written, kwa damu ya mwanakondoo umepewa mamlaka. You've been given authority, you've been given power to tread upon scorpions and lions, kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Anza kujijenga kwa damu ya Yesu. Anza kujijenga kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujijenga kwa damu ya Yesu. Anza kujijenga. In 1 minute na kila moja jijenge. Jenga biashara kwa damu ya Yesu. Jijenge kwa damu ya mwanakondoo. Jijenge kwa damu ya Yesu. Jijenge. Mume wako mjenge. Biashara yako ijenge. Kenya pia ijenge kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Maana mikono yako imebarikiwa kwa damu ya Yesu. Maana naona mtu anasema imejengwa kwa damu ya Yesu, imejengwa kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Baba, imeandikwa sisi ni hekalu la Bwana na milango ya kuzimu haitatufikia sisi. Imeandikwa tumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika kama dhahabu na fedha, bali tumekombolewa kwa damu ya mwanakondoo. Watu hawa wamekombolewa kwa damu ya Yesu. Watu hawa wametakaswa kwa damu ya mwanakondoo. Maana kila kitu kwenye Torati utakaswa na damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Watu hawa wameondolewa na udhaifu Baba kwa damu ya mwanakondoo. Wamejijenga kwa damu ya mwanakondoo. Mungu, katika jina la Yesu Kristo na vaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo, na wajenga kwa damu ya mwanakondoo. Na jenga biashara zao, na jenga future yao, na jenga watoto wao, na mjenga mke wangu, na jenga na wajenga kwa damu ya mwanakondoo. Na jenga Baba biashara zao, na zijenga kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa hakuna hasara itakayomfika tukijenga kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya mwanakondoo na wajenga by the blood of Jesus. Na jenga biashara zao, na jenga ndoa zao, na wajenga kwa mwamba imara, na wajenga. Maana sisi ni hekalu la Bwana. Maana sisi ndio mwamba ambaye hekalu la Bwana limejengwa, na milango ya kuzimu haitatufikia sisi. Enyi milango ya magonjwa na wapasua, enyi milango ya kiganga na wafika. Maana watu hawa wamekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika kama dhahabu na shaba, bali wamekombolewa kwa damu ya mwanakondoo. Leo na wajenga kwa damu ya Yesu, na wajenga. Maana tulikufa pamoja na Kristo, tukasulubiwa pamoja na Kristo, na maisha haya tunaishi kupitia imani ya damu ya mwanakondoo. Leo katika jina la Yesu Kristo na vaa mamlaka, na wajenga, na jenga watoto wao, na jenga biashara yao, na jenga future yao, na wajenga kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa kuna mtu
awezaye kuidharau siku ya mambo madogo. Maana walifurahi walipoona timazi kwa mkono wa Zerubabeli. Leo kwa damu ya mwanakondoo na mkono wa Zerubabeli ambayo Mungu uko ndani yake, kwa damu ya mwanakondoo na wajenga kwa mambo imara, na wajenga. Maana aliyejenga kwa mambo imara hakuna kitu kitakachomwangusha. Na wajenga kwa damu ya mwanakondoo, na wajenga in the name of Jesus, na uwezo wa Mungu aliye hai. Hakuna kulazwa usingizi wa kichawi, hakuna kuibiwa nyota, hakuna, kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Leo nataka kila mmoja sasa endelee kujijenga. Nataka tuamuru vyote vilivyoibiwa virudi in the name of Jesus. Maana Mungu ni Mungu wa kuokoa. God is God of restoration. Mungu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini ziko naye kwa damu ya mwanakondoo. Ukiendelea kujijenga, nataka tuamuru, amemeza mali, atayatapika tena. Kutoka tumboni mwake Bwana atayatoa. Sisi ndio Bwana wa leo, sisi ndio wana wa damu. Tutapasua hicho tumbo cha kuzimu, tutapasua hiyo roho ya kuzimu, tutachukua nyota zetu, tutachukua hazina za gizani. Maana imeandikwa, Mungu ametutangulia, amesawazisha milima, amevunja milango, hakuna atakayeweza kujenga. Ametupa hazina za gizani na mali iliyofichwa mahali pasiri. Kuna mali ile imefichwa mahali pasiri. Leo tutazama kwenye ulimwengu roho, tutachukua nyota iliyofichwa mahali pasiri. Leo tutazama kwenye ulimwengu roho, tutachukua biashara iliyofichwa mahali pasiri. Leo tutazama kwenye ulimwengu roho. Aliyeketi kwenye nafasi yako atadondoka. Aliyeketi kwenye biashara yako atapasuka, atatapika ule joka kwa damu ya mwanakondoo. Unaombaje sasa? Nataka niwapeleke polepole. Sema, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Naamuru nyota yangu njoo, naamuru nyota yangu ya akili njoo, naamuru baraka zangu njoo, naamuru mkono wangu njoo, naamuru kwa damu ya mwanakondoo. Ameiba leo anatapika. Naamuru kuzimu kutapike nyota yangu kwa damu ya mwanakondoo. Naamuru, ewe babu, tapika, achia kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuamuru sasa, anza kuamuru nyota irudi, anza kuamuru nyota irudi, anza kuamuru achia. Sema, kwa damu ya mwanakondoo. Aliyechukua nyota, achia kwa damu ya mwanakondoo. Aliyenifunga, niachie kwa damu ya mwanakondoo. Nyota yangu njoo kwa damu ya Yesu. Anza kuomba hivyo, anza kuamuru achia. Ukiita nyota zako, ewe babu, ewe mkuu wa anga, achia nyota yangu. Anayetumia nyota yangu na kuapisha, achia, na kuapisha kwa damu ya mwanakondoo. Achia. Ewe bahari, achia biashara yangu. Ewe anga, achia kwa damu ya mwanakondoo. Nyota njoo, nyota akili njoo, nyota ya macho njoo, nyota ya uzazi njoo kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuamuru sasa, anza kuamuru. Anza kuamuru kwa damu ya mwanakondoo, anza kuamuru kwa damu ya Yesu, anza kuamuru. Kuna magonjwa yametumwa juu yako, anza kuamuru. Ukiamuru nyota ikuje, ile kibaya kinatoka, kinamwendea yeye aliyetuma kwa damu ya mwanakondoo. Mamlaka kwa ndani yako Bwana, usiogope. Jeshi limejipanga lakini moyo wako hautafadhaika. Maana hujapokea roho ile ya utuma iletayo hofu, umepokea roho ya ujasiri, ya moyo wa kiasi kwa damu ya mwanakondoo. In the name of Jesus, anza kuamuru atapike, anza kuamuru achia, waapishe, anza kuambia achia biashara, anza kuambia achia nyota, anza kuambia achia ndoa, anza kuambia achia, ewe baba ukoo, achia, ewe spiritual spouse, achia kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuamuru achia. Amekushika kwenye magereza, anza kuwapasua ukiamuru achia kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuamuru achia. In 1 minute nataka umwamuru achie kwa damu ya Yesu. Alafu mimi pia kwa msaada wa Bwana nitawafuata mababu. Maana ukiamuru uachie, unapata zile misingi inatetemeka, milango inafunguka. Mimi nakuja tu kumpasua ule mchawi, mimi nakuja kufanya finishing pale, nakuja pale kumpiga, kumpasua, kumwambia umeachia. Lakini bado hata kama umeachiwa, kula rungu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Anza kuamuru achie, anza kuamuru achie kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele Jehova. Tazama umenifanya kuwa kuhani, mefadha juu ya Yerusalemu Jehova. Nivunje, niharibu, nitengeneze na nipande na nijenge leo kwa damu ya mwanakondoo. Na amuru aliyeshika nyota yake achie, na muamuru aliyeshika biashara achie, na amuru all spiritual spouse achie watu wa Mungu kwa damu ya mwanakondoo. Mungu ni Mungu wa vita, jina lake ni Yehova. Na apisha kwa damu, achia biashara, achia nyota, achia ndoa yake, achia kwa damu ya mwanakondoo. Mwachie, umemfunga kwa magonjwa kurudie wewe, umemletea magonjwa ya kupata wewe, ewe mchawi, na kufika na kuamuru achia. Aliyepiga minada juu ya nyota yake, na kuamuru achia. Nyota iliyofanya kwenye bahari, na kuamuru achia. Nyota iliyopelekwa bara Hindi, na kuamuru achia kwa damu ya mwanakondoo. Na piga nguvu za wenye nguvu, na pasua wenye nguvu za wasi, na wafika
na waangamiza, na wapiga, na wapasua. Achia wana wa Mungu wasonge. Achia, na waponda kwa fimbo ya shaba, na wapasua kwa damu ya mwanakondoo, na wafyeka waganga, na wafyeka. Ewe mchawi ukoo, pasuka. Ewe mchawi ulimfunga mtoto huyu, pasuka. Ewe mchawi unaleta magonjwa juu yangu, vunjika. Ewe mganga unaleta vifungo, pasuka kwa damu ya mwanakondoo. Na kuamuru achia, na kuamuru tena achia, na kuapisha kwa jina la Yesu. Achia biashara yake, na kuapisha kwa jina la Yesu. Achia na kushinda kwa damu ya mwanakondoo. Ewe mkuu wa anga, ewe mkuu wa ukoo, na kupasua kwa damu ya mwanakondoo. Achia in the name of Jesus. Na uwezo wa Mungu aliye hai, in the name of Jesus. Na uwezo wa Mungu aliye hai, achia kwa damu ya Yesu. Achia kwa damu ya mwanakondoo. Achia kwa damu ya Yesu. Anza kuamuru achia. Endelea kuamuru achia. Endelea kuamuru achia. Endelea kuamuru achie, endelea kuamuru achie, endelea kuamuru achie, endelea kuamuru achie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuamuru achie. Nataka sasa tuweke ulinzi wa damu ya Yesu. Nataka sasa tuweke ulinzi. Tuamuru vyote vilivyorudi vingae tukiweka ulinzi. Tuamuru vyote vilivyorudi vingae in the name of Jesus. Na uwezo wa Mungu in the name of Jesus. Kama uko tayari, tumebaki na dakika 3, lakini hizi dakika 3 ni dakika 3 za maangamizi. Tunaomba kwa ufanisi. Tunaomba tukirusha missile moja kwa damu ya mwanakondoo. Wall of protection. Nataka leo tuweke ukuta wa ulinzi. Nataka leo tuweke malaika wa ulinzi kwa damu ya mwanakondoo. Unaombaje sasa? Unavaa mamlaka. Sema navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Naeka ulinzi wa damu ya Yesu kwenye ndoa yangu. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kwenye biashara yangu. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kwenye nyota zangu. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kwenye nyumba yangu. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kwenye mke wangu na familia yake. Naeka ulinzi. Unaomba hivyo tu, usiogope. Unaomba hivyo tu. In Jesus name. Jaribu kutumia jina la Yesu. Jaribu kutumia jina la Yesu. Achana na zile yale maombi ya huruma, achana yale maombi ya kunyenyekea. Anza sasa, achana na maombi ya baba nimeumia, achana nayo. Sema navaa mamlaka, mimi ni mwana wa Mungu leo. Naamuru leo malaika ulinzi alinde anga yangu. Naamuru kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuomba hivyo sasa. In Jesus name, kwa damu ya mwanakondoo. Na wakamshinda kwa damu ya Yesu. Anza kuamuru ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Wall of protection. Jenga ukuta wa Bwana. Jenga ukuta. Hakuna atakayebomoa. Jenga ukuta kwa damu ya mwanakondoo. Biblia inasema kama vile Sayuni ilivyozungukwa na mlima, ndivyo alivyoweka ulinzi juu ya Sayuni. Jizunguke na ukingo wa Bwana. I command by the blood of Jesus. Command by the blood of Jesus. Command. That wall of protection ianze kujengwa sasa kwa damu ya mwanakondoo. Alafu mimi in 1 minute nitajenga ulinzi wa damu ya Yesu kwa damu ya mwanakondoo. Na uwezo wa Mungu hai kwa damu ya Yesu. Na uwezo wa Mungu hai kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya mwanakondoo. Command angel of protection akulinde kwa damu ya mwanakondoo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Naona tutasema amen. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele Jehova Baba. Angalia Baba, watu hao wamejikusanya kwa jina lako Jehova Baba. Imeandikwa tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kazi zote za ibilisi. Baba, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navaa mamlaka Baba. Naachilia ulinzi wa damu ya mwanakondoo juu ya watu hawa. Naachilia ulinzi wa moto. Naachilia ulinzi juu ya ndoa zao. Naachilia ulinzi juu ya nyota yao. Naachilia ulinzi. Najenga ukuta wa moto. Najenga ukuta wa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa uliyemzingira Baba hakuna atakayemgusa kwa damu ya mwanakondoo. Naeka ulinzi kwa mke wangu na familia yake. Naeka ulinzi juu ya Raeli. Naeka ulinzi juu ya Favor. Naeka ulinzi juu ya Ana. Naeka ulinzi juu ya Cynthia. Naeka ulinzi juu ya Mishi. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo juu ya Lisa. Naeka ulinzi kwa kila kitu atakachokifanya. Na achilia moto wa damu ya mwanakondoo. Anayekuja kumkula nyama apasuke vipande. Anayekuja kumshika avunjike vipande. Anayekuja kuleta udhaifu avunjike. Naeka ulinzi kwa kila mmoja wao. Naeka ulinzi kwa Malemba. Naeka ulinzi kwa Njeria. Naeka ulinzi kwa Blessed. Naeka ulinzi juu yao. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kama vile ulivyozunguka
Ulivyozungusha milima juu ya Sayuni, ndivyo Baba nazungusha mlima ulinzi, nazungusha ukuta wa damu ya mwanakondoo. Naika malaika wa vita, naika malaika wa ulinzi alinde biashara yake, naika malaika kwa damu ya mwanakondoo awalinde waingiapo, awalinde watokapo. Maana imeandikwa Baba, unatulinda tuingiapo, unatulinda tutokapo. Mkuu wa Israeli, hautawacha mguu wetu usongezwe. Ule atulindaye halali wala asinzii, ule atindaye asinzii kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Naika ulinzi juu ya maisha yao, naika ulinzi juu ya biashara yao, naika ulinzi juu ya watoto wao, naika ulinzi juu ya familia yao, naika ulinzi waganga wachawi, pasuka, wenye hila mbaya, vunjika, aliyemwandama pasuka, madhabahu yamepasuka kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Na saga kila madhabahu ya udhaifu, na haribu kila kiapo cha kichawi, na vunja kila moto wa kichawi, na zima moto wa madhabahu, na zima moto wa kafara, na zima lile kundi la waganga, na lisambaratisha. Amekuja kwa njia moja, anasambaratika kwa damu ya mwanakondoo. Leo naamuru nyota zao zingae, naamuru kwa damu ya mwanakondoo biashara zao zingae, naamuru kwa damu ya mwanakondoo. Leo anaketi na wafalme kwa damu ya mwanakondoo. Leo naamuru ardhi pasuke, imeze waganga, ardhi pasuke, imeze silaha zao, na wavunja, na wapiga Jehova, na wapasua, maana roho ya Bwana juu yangu, tena umenitia mafuta, umewatia mafuta ili Baba kuwatangazia vipofu habari njema, ili Baba walioshikwa kwenye magereza waachiliwe. Leo natangaza kuachiliwa kwao, naika ulinzi wa moto, natangaza kuachiliwa. Nyota zao zingae, biashara zao zingae, familia yao ingae kwa damu ya mwanakondoo. Uganga wachawi na wafyeka, naika ulinzi wa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Umeanguka wewe Babeli, katika jina la Yesu Kristo. Umeporomoka wewe mchawi, katika jina la Yesu Kristo. Umeanguka ewe devil worshiper, katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu nimeyachoma, katika jina la Yesu Kristo. Mkuu wa ukoo amedondoka, katika jina la Yesu Kristo. Ule baba ukoo amefungwa, amepasuka, ameangamia kwa damu ya mwanakondoo. Kwa silaha zake amevunjika, kwa maagano yake yamepasuka. Maagano na viapo vya kichawi zimeangamia kwa damu ya mwanakondoo. Natangaza uhuru, maana roho ya Bwana juu yetu. Natangaza uhuru, maana palipo roho ya Bwana pana uhuru. Leo natangaza uhuru juu ya maisha yao, natangaza uhuru juu ya Ana, natangaza uhuru juu ya Lisa, natangaza uhuru juu ya Lucy, natangaza uhuru juu ya Lesi, natangaza uhuru juu ya Esther, natangaza uhuru katika maisha ya umoja wao, natangaza uhuru kwa damu ya mwanakondoo. Hakuna atakayemgusa, watenda mabaya naamuru wajikwae, maana imeandikwa karama zao zitakuwa kitanzi kwenye shingo yao. Ile karama ya kishawi ikuwe kitanzi juu ya mchawi, ile karama ya mganga ikuwe kitanzi juu ya mchawi, angamie kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa ganga ugangavyo, roga urogavyo, lakini utimilifu wakati ukifika hata wasoma nyota hawatamsaidia kwa damu ya mwanakondoo. Leo ndio utimilifu wakati aliyemroga miaka mingi, aliyemtumia mashetani, leo atatahayarika na kuharibika na kufadhaisha. Nateketeza kila replika aliyotengeneza juu ya watu wao, nateketeza kila kopi ya kiganga aliyekaa njia panda, pasuka, aliyekaa kumletea laana, vunjika, aliyekaa kumlaani. Naangusha wafalme wa giza 1000 upande wa kushoto, naangusha shetani aliyekaa nje 1000 upande wa kulia, naangusha mashetani wa giza, naangusha ndoa zote za kishetani, nazivunja maagano yote ya giza, na pasua pete za uchumba za giza, na pasua watoto wa kiganga wanaekuja kula mali, na wafyeka familia ya kiganga, na ipasua familia iliyojengwa kwa madhabahu ya giza, na ipasua kwa damu ya mwanakondoo. Maana neno la Mungu ni moto lao. Angamia kwa silaha zako mganga, angamia kwa silaha zako devil worshiper, angamia ewe mwana wa ibilisi, ewe joka, na kutapisha nyota zao, na kutapisha kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Wamepasuka, wameangamia, wamevunjika, nyota zimerudi, maagano yamepasuka. Leo tumeketi na wafalme, nyota zetu zimeng'aa kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa, Mungu haizi karibisha karibu kuzaa na akashindwa kusababisha kuzaa. Mungu amekuleta kwenye ushindi, hata kuacha wala hata kupungukia. Mungu amekuleta kwenye ufalme wake, hata kuacha wala hata kupungukia kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa, ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu
nguvu waliuteka. Sisi ndio wenye nguvu katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Baba, nateka fikra za kichawi na ziangusha. Nateka magonjwa kutengenezwa na angusha. Nateka matukio ya kutengenezwa kuzimu na angusha. Na sambaratisha mikutano ya kiganga, na sambaratisha mikutano na magonjwa ya kutengenezwa kuzimu, na sambaratisha, nikivunja kila maagano, nikiangusha, nikibatilisha kwa damu ya mwana kondoo. Na geuza ule mateka, na geuza ule mateka wa magonjwa, na geuza ule mateka katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Le ameachia kwa damu ya mwana kondoo, ameachia nyota, ameachia biashara, ameachia in the name of Jesus na uwezo wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Nataka in the next 4 minutes kila moja ingie kwenye vita. Kila moja umuombee yote ambayo unataka kumuombea. Umuombee kwa damu ya mwana kondoo. Uombee. You address your problem. When you're addressing your problems, uongee ni kama unaongea na mtu. Uongee. Kumbuka kila shida ina roho ndani yake. Unaongea, roho ina masikio. Roho ukiambia itoke, inatoka. Ndio maana mapepo aliambiwa toka, ule mama akasimama. Ndio maana mapepo aliambiwa atoke, ule bubu akaongea. Ndio maana mapepo aliambiwa atoke, yakatoka. Ule wazimu akakuwa salama kwa damu ya mwana kondoo. Nataka in the next 4 minutes you address your problem. Kama kuna shida mahali fulani, kama unahisi shida yako ni kufungwa, kama unahisi shida yako unapata watoto wakipotea, shida yako ni umaskini, address it. Unasema, ewe maskini, ewe roho iliyo ndani ya umaskini, ewe roho iliyotengenezwa nyuma ya umaskini, pasuka niachie kwa damu ya mwana kondoo. Ewe roho uliyetuma juu yangu udhaifu, kila magano ya kuzimu leo kwa damu ya mwana kondoo na kuamuru leo na kutangazia kuanguka kwako kwa damu ya Yesu. Nataka kila moja ajiombee. Kuna nguvu ukijiombea, kuna mamlaka ukijiombea, kuna nguvu ndani yako kwa damu ya mwana kondoo. Kuna nguvu, maana aliye ndani yako ni mkuu. He is capable of blessing you abundantly, exceedingly, according to his powers working within you. Yani the powers of God are within you. The powers and masses of God are within you. Rehema za Mungu na nguvu zake ziko ndani yake kwa damu ya mwana kondoo. Nataka tuanze vita. Kama mko ready, dakika 3 tu. Dakika 3 za maangamizi. Dakika 3 za maangamizi. Kama watu wako ready, unasema niko ready. Huwa tunafunga na moto. Tunaanza na moto, tunafunga na moto. Unavunja kila silaha. Unapasua. Kila moja ajiombee. Kila moja ajiombee. Naona watu wako ready. Kila moja ajiombee kwa nguvu. Chukua mamlaka sasa. Vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Vaa mamlaka, vaa mamlaka, vaa mamlaka. Dakika 3 tu. Dakika 3, sema navaa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo. Navaa mamlaka kwa damu. Najitakasa kwa damu ya Yesu. Najitakasa kwa damu ya mwana kondoo. Alafu sasa unaanza kuvunja. Anza kuvunja. Hata mimi niko na vita zangu, hata wewe uko na vita. Hata mimi nilirogwa, hata ulirogwa. Hata mimi nilikuwa na spiritual spouse, hata wewe umefungwa. Hata mimi nilikuwa nimefungwa. Anza sasa kuomba. Anza kuomba. Ewe kifungo ya kichawi na kufyeka. Ewe mganga aliyesimama mbele yangu na kupasua. Enyi madhabahu ya kuzuia ndoa na kupasua. Kila kizuizi ya kuzuia ndoa na kiharibu. Kila kizuizi kile mshika mke wangu na kipasua. Kila kizuizi na kupasua na kufyeka na kuangamiza kwa damu ya mwana kondoo na kuvunja na kuharibu leo. Rarara ripo satata ya ndoko sata ya makapa na haribu kila madhabahu ya giza na zifyeka. Kila madhabahu ya kukosa, kila roho iliyo nyuma yangu na ipasua. Kila roho iliyoshika kanisa na lipasua. Kila roho inayezuia nisonge mbele na kuangamiza kwa damu ya mwana kondoo na kufyeka na kuvunja in the name of Jesus na uwezo wa Mungu. Le anza kuharibu, endelea kuvunja, endelea. Address your problems in the name of Jesus. Jina la Yesu ni jina lipitalo majina kwa damu ya mwana kondoo. Anza kuongea na hizo shida. Ewe roho ya ufukara na kufyeka. Ewe roho, ewe mume wa kichawi na kukataa kwa damu ya mwana kondoo. Kama ni ndoa ya kuzimu, kama ni ndoa kwenye ulimwengu, sema nakataa. Wewe ndio mwenye ndoa, wewe ndio utavunja ndoa. Sema na kuvunja, navunja kila ndoa ya giza, navunja kwa damu ya mwana kondoo. Navunja kila ndoa ya kishetani, navunja kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu. Anza kuvunja. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, kama kuna uwezekano watu hawa Baba wamefungishwa ndoa za giza, Baba nazifika, navunja kila ndoa za giza, napasua kila magano ya kuzimu, naharibu kila ndoa ya giza, napasua, naamuru waachie, naamuru kwa damu ya mwana kondoo, kila silaha iliyofanyika juu naiteketeza, kila magonjwa na viapo nazifika, navunja kwa damu ya mwana kondoo, naachilia moto, nikimwoa kila moja mahali alipofungwa kwa damu ya mwana kondoo. Leo wameketi na ufalme in the name of Jesus na uwezo wa Mungu aliye hai. Kila moja sema amen, amen kubwa.
In the name of Jesus. Kama endelea kuomba, usiogope. Bado tuko na dakika 3, tuko na dakika 5 hivi. Endelea kuomba. Roho ya ufukara vunja, roho ya ulevi pasua kwa damu ya mwanakondoo. Ameachia nyota huyo, ameachia biashara huyo, ameachia kwa damu ya mwanakondoo. Maagano zimevunjika in the name of Jesus, na uwezo wa Mungu ile pasua kwa damu ya mwanakondoo. Naona watu wameachiwa anti na kufyeka kwa damu ya mwanakondoo. Fieka anti, kama anti ni mchawi fieka, kama mama ni mchawi pasua, usiogope, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Pasua in the name of Jesus. Pasua, haribu kwa damu. Total deliverance leo, total deliverance. Mungu ni Mungu wa marejesho. Mungu ongoza hatua zetu na upenda njia zetu. Leo tumeongozwa kwa damu ya mwanakondoo. Malaika ametutangulia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, na uwezo wa Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu. Baba uishie milele Jehova. Baba naachilia moto wa damu ya Yesu Baba. Zile njia zilizofungwa zifunguke kwa damu ya mwanakondoo. Yale magonjwa kutengenezwa dondoke. Kila roho kwenye udhaifu idondoke. Kila shida na udhaifu wake udondoke. Aliyechimba shimo juu ya toa aingie ndani. Leo naamuru azifunguke, imeze waganga kwa damu ya mwanakondoo. Na muamuru malaika wa Mungu awatangulie, atakase njia zao. Naamuru malaika wa Mungu awatangulie, afanikishe njia zao, na abaki nao, awalinde kwa damu ya mwanakondoo. Maana sisi tumeitwa kwa jina lako, na hakuna anga la giza litakalo tuweza. Nimeomba haya machache nikiweka mihuri ya damu ya mwanakondoo, maana tuko na chapa za damu ya Yesu. Mtu yote asitutaabishe, magonjwa yasitutaabishe, udhaifu haitatutaabisha kwa damu ya mwanakondoo. Mashetani, majoka hayatatutaabisha. Leo tunafunga milango ya kulemewa, tunafunga milango ya magonjwa, tunafungua milango ya baraka, tunafungua milango ya pesa, tunafungua milango ya utajiri kwa damu ya mwanakondoo. Maana unampenda kupendaye na kuombaye kwa bidii atakuona, na utajiri na heshima ziko nawe, na mali inayodumu. Kwa mkono wa kulia wa hekima kuna maisha marefu, na kwa mkono wa kushoto kuna mali na maisha na heshima. Leo tunapokea heshima, tunapokea mali, tunapokea utajiri, tunapokea wakuliwa, tunamtafuna adui zetu, tunamfunga. Aliyekuja kuteka nyara leo tunamteka tukimpasua kwa damu ya mwanakondoo. Ewe adui wana wa Mungu, pasuka, achia watu hawa kwa damu ya mwanakondoo. Nimeomba haya kwa kuamini in the name of Jesus, na uwezo wa Mungu aliye hai. Hakuna uganga juu yako wala uchawi juu yako. Leo utaachia, leo ataachia, waganga wataachia kwa damu ya mwanakondoo, na wakamata fikra zao na zifyeka maagano ya kichawi na ziangamiza in the name of Jesus, na uwezo wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba haya kwa kuamini, amen.